asifiwe sana. Nashukuru sana Mungu ambaye ametupatia hii neema mara tena. Samahani sana, afya yangu sio nzuri, lakini katika yote ashukuriwe Mungu wetu nzuri, atupatiaye uhai na uzima kila siku na kila saa. Maana maisha ya mwanadamu ni kama maua, yanachipuka leo na yananyauka kesho, na baadaye yanatupwa katika ghala. Uzima wetu ni kitu muhimu sana kupita kila kitu. Kama ungeweza kujipiga kifua na kusema ninastahili ama ninafaa, taka kujua mipango yote unayo chini ya jua. Usiwahi kupanga lolote ama kutamani kufanya jambo lolote bila kumshirikisha Roho Mtakatifu wa Bwana. Usiwahi kutamani kufanya chochote kile bila kusema ikimpendeza Mungu nitafanya hivi, ama kama ni mapenzi ya Mungu nimekusudia ama ninakusudia kufanya hiki ama kile. Tunaweza kuomba kabla ya kila kitu chote. Tutaomba: utukuzwe Bwana Mungu wangu, mfalme wangu na mwokozi na mkombozi wa maisha yangu. Bwana, ninasema asante kwa ajili ya afya, ingalau udhaifu wa mwili na mafua na kadhalika, lakini wewe unabakia kuwa Mungu juu ya mbingu na nchi. Unatandaza dunia nzima Bwana wangu, kila pahali wewe unaenea, maana wewe ni wewe yule jana, leo na hata milele. Bwana, kipindi hiki ni kizuri sana kwetu. Kwa niaba ya kundi lako, taifa lako, kanisa lako ulimwenguni pote, onekana kuwa mwanzilishi na malizishi wa zamu hii. Kwa utukufu na kwa heshima jina lako, ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini, amen. Mungu atubariki sana. Kama vile nimeendelea kusema kwa wasionitambua, kwa majina naitwa Mama Ushuhuda Daudi. Mungu ameniteua kuwa mama mataifa yote yaliyoko duniani kwa heshima ya jina lake na kwa niaba ya kanisa lake. Siri ya mwanamke na joka. Huku mbele tunakuelekea, nina imani utalielewa zaidi fumbo hili, ama kwa nini niko hapa, ama kwa nini Mungu amenileta kwenye zamu hii. Mungu akusaidie na akuwezeshe kupenya kindani, ama kuwezeshe kupata muda mzuri wa hii nafasi ya kuweza kusikiliza jambo hili. Kipindi kilichopita nilikomea mahali ambapo niliahidi kurudi kuweza kumalizia kipindi cha okovu na ubatizo wa kweli, ambalo lilikuwa limechomozea kama nyota ya asubuhi ama kama taa wakati wa giza kuu inayoifunika dunia. Kama vile tunavyofahamu sote, dunia ya sasa kiukweli iko katika giza nene, niseme hivyo. Kwa njia nyingine, dunia yote imefunikwa na giza tupu, na pasipo mkono wa Mungu kukusaidia, pasipo ile taa ya Mungu kuja kukuangazia, hautaweza kujitosha katika giza hii. Maana katika Isaya ilisema kwamba tazama giza itaifunika dunia. Ni Isaya 16 kama sidanganyike. Tazama giza itaifunika dunia, tena giza nene kabisa. Mungu atusaidie sana. Lakini Mungu ni mwaminifu kwa walio wake, hata waacha, maana atachomozea kama nyota. Kwa sababu unajua nyota huwa hazitoki mchana, nyota huwa zinatokea usiku, kwa maana giza limetandaza. Kwa hivyo elewa kwamba kuna giza inayofunika dunia, ama giza ya kupoteza dunia, ama giza ya kupoteza wanaokaa juu ya dunia. Ila kwa neema ya Mungu na kwa rehema za Mungu ametupa kibali kupitia malaika wa kizazi hiki cha Laodikia, ili tupate kibali machoni pake, tupate mwanga wa kutusaidia. Giza hili lilitokea lini? Giza hili lilifurika lini? Giza hili lilifurika pale walipowaua manabii wa Mungu na mitume. Wakati Roma ilinukia kanisa la Kristo na kutamani kuwaua wote, ili kwamba kuzuia ile kweli ya kukomboa watu isipate nafasi wala isijulikane.
Kikawa kisa kama mpango wa shetani kwamba ile nuru, ile mwanga ya kuangazia dunia, ile mwanga ya ukombozi, ile mwanga ya kutukomboa isipate na nafasi, ama isipate, kusiwe watu wa kuitazama. Lakini kumbuka, unaweza kukusudia kuzuia maendeleo ya kazi ya Mungu, ila nitakwambia kitu kimoja: hakuna uweze kumtilia Mungu mpaka. Kwani umesahau kwamba ufahamu wako wote uko chini ya mikono yake? Ufahamu nao umeupewa na yeye, anajua ndani yako zaidi. Niwape mfano mzuri sana. Kuna watu walisoma, kuna watu wana elimu kubwa, kuna watu ambao yani tuwaite, pengine tuseme wa scientist ama watu maalum fulani hivi kiteolojia ama kisaikolojia. Lakini kama hata mtu angesoma kiasi gani, hata kama mtu angekuwa ni rais wa nchi, hata kama mtu angekuwa ni mfalme wa ufalme fulani, je, kuna mojawapo ya hawa watawala amba anaweza kugeuza shingo lake na aone mgongo wake pakati, ama aone mstari wa mgongo wake na uweze kutazama vile vinavyofanana? Hakuna hata mmoja wao. Ama hawa watu maalum, ina maana kwa sababu wameelimika sana, ina maana kwa sababu wana uchao wa hali ya juu sana, unafikiria itasababisha tundu ya pua yake itazame juu? Sote kwa ujumla, matajiri na maskini, wakubwa kwa wadogo, pua zetu zinaona ni chini, kana kwamba ulitoka mavumbini na utarudi mavumbini. Unapumua hewa ya pumzi ya ardhi ya Mungu na anga lililoko juu yako. Kwa hivyo, kwa njia nyingine niseme, usijivune na usijiinue, wala usimbague mtu, wala usimdharau mtu. Maana yule unayemwona maskini leo, pengine kesho ndio kilalo chako cha kuvukia. Ama huyu unayemwona ni tajiri leo maalumu na pesa nyingi, kama vile niliwaambia kipindi kile kwamba pesa zinapokuja hazipigi hodi, na kama zikiondoka hazisemi kwa heri, na kule zinaishia hakuna jua lile fumbo. Na katika vitu vyote ambavyo Mungu aliumba kwa siku 6 na 7 akapumzika, hutanionyesha hata shairi hii moja ambayo itakuhakikisha na kusema kwamba siku fulani ama siku ya kwanza ama siku ya 3 ama siku ya 5 Mungu akaumba pesa. Hautawahi kuipata. Angalisho sana na kitu kinachoitwa pesa. Mungu atusaidie sana. Nilichomozea sana ama nilitokelea kuja kusamini kipindi kile cha RMC ya Kingdom, ama chano ile ya RMC ya Kingdom ilitokezea kama ghafla kwa njia ya mtoto mdogo, ama kwa njia ya kijana mdogo tu ambaye alikuwa ni fumbo la Mungu katika mwili. Unajua, watu wengi sana, zaidi sana watu wakubwa, kina baba, kina mama, mnashindwa kuelewa mitumikio ya Mungu katika watoto wachanga. Kuna kitabu cha Kutoka mahali ambacho tulipokuwa katika kipindi cha maandalizi ya corona, kwa sababu corona ilichomozia sana mnamo mwezi wa 3. Maana ilibidi ichukue ile nafasi, ile miezi 3 ya ukimya, ili kuweza kuingiza ile siri ya zile 6 kamilifu. Lakini kikao kile kia maandalizi haya kilichukua nafasi mnamo mwaka 2019 ama 2019 ama 2019, na kuingia 2020 ni hapo sasa pakawa na ukimya. Yale miezi miwili ya 3 corona ikachomozea, na siku zinakuja kwa neema ya Mungu nitaligusia lile. Lakini katika kipindi kile Bwana Mungu akatuagiza tuwaalike watu wote, wazee, wakubwa kwa wadogo, hata watoto wenye kunyonya matiti. Kwa nini Mungu aliomba hata watoto wenye kunyonya? Kwa sababu kuna vile Mungu anatumika katika watoto wadogo bila nyinyi kufahamu. Kitu kimoja ambacho mkifahamu ni kwamba mnachukulia utu wa nje, ukuu wa nje. Lakini nitakwambia esprit ya mtu mkubwa na esprit ya mtoto wa siku moja ama wa mwezi moja mbele za Mungu mko umri moja.
Na ule mtoto mchanga mbele za Mungu ni mtakatifu. Hata hajasoma, hata hajaweza kukula chakula, hata hajaweza kukunywa bui, bado angali kwenye matiti. Hebu niulize, mtoto mchanga anayezaliwa ni nani anayemfundisha kunyonya? Si hebu ilikupe kujua kwamba sio mtoto, ni siri ya sanduku ya Mungu. Mungu anaficha ndani yake. Na hata kiwa tumboni mwa mamaye anasikia sauti ya mamake, anasikia na anajua baba yake. Ndio maana wanawake wengi wakiwa wajawazito, kuna umri miezi fulani ambao hata kikaribisha mmewe katika asili ya ndoa, mara utasikia mtoto amesogelea babake, anampea njia, maana anamuona na anamfahamu. Mungu atusaidie sana. Kuna siri katika watoto wadogo, kuna siri katika watu wadogo. Hebu niambia habari ya Elia. Elia alikuwa kijana mdogo tu, mwenye umri kama miaka 16 ama 17 hapo Elisha alipomtumikia, Elisha alipokuwa msaidizi wake. Hebu nini naye kuinukia, hata ujisikie kudharau vijana na huduma ambazo Mungu anachipua katika vijana hawa. Si imeandikwa mtumikieni Mungu wakati ungali kijana na nguvu zako zote. Sasa ni jambo gani hili ambalo linainuka katika watumishi wa Mungu, ama katika niseme watu wa Mungu ambao wanajisikia na masuti marefu na miaka mikubwa, nimesoma sana? Mungu ana haja ile teolojia yako ama santoloji ama elimu yako, Mungu ana haja nayo. Hebu niambie, Elia alikuwa na masomo gani? Ama Petro ama Paulo, mambo kama yale. Mungu zaidi huwa anawatumia wale watu. Paulo pengine alikuwa na elimu zaidi, lakini Petro hakuwa na elimu zaidi, bali amekuwa msingi, yani amekuwa Mungu amejenga kanisa lake kupitia yeye. Sasa ikupe kujua kwamba Mungu hatumiki na umri. Samuel alikuwa mtoto mdogo sana. Sijatamani kwenda mbali sana, lakini niko na chambua ama niko na palilia habari ya RMC ya Kingdom iliyochomozea kwa njia ya utukufu wa Mungu kwa chombo kile mlichokiona. Nikawa nimelifuatilia ili kutamani kulifafanua. Ndipo video yangu ya pili ama tuseme ya kwanza, kwa sababu niseme hiyo kwa niaba ya RMC ya Kingdom, siri ya the true salvation, wokovu wa kweli. Kwa hivyo nikawa nimeifuatilia kwa njia ya kutamani kufafanua siri ya wokovu na ubatizo. Kwa hivyo video ya pili niliporudi kwa kumalizia ama kwa kuendelesha kile kipindi, nikaahidi kwamba nitarudi tena, na title yake iliongelea ama ililenga sana kuhusu wokovu, kuhusu kuhusu vile wokovu, siri ya wokovu inaendelea, pia na ufungulivu wa ndoa ama ufungulivu wa wanandoa. Kwa hivyo nitagusia yale mambo mawili leo, ili nione kama naweza kufundikiza kile kipindi na kuingilia kipindi kingine kikubwa. Lakini hapo tulipoishia wiki iliyopita ama kipindi kile video iliyofuatilia, tulishia mahali ambapo nilisema nitakaporudi tena nitarudi na habari ya vipengele vile viwili vilivyosalia katika ile siri ya wokovu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Nitagusia lile ili niweze kulifundikizia na sasa kuzamia siri ya ufungulivu wa ndoa ama ufungulivu wa wanandoa. Tuko katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura yake ya 2 na mstari wake wa 36 ama 36 kuishia 42. Nadhani leo nafikia kwenye ule mstari wa 42 ili kuweza kumalizia, lakini nitairudia yote ili niweze kubonyeza sasa hapo kwenye pale ambapo nimetamani kumalizia ama kuanzia kwa leo, ili kuweza kufundikiza kile kipindi na kuingilia kipindi kikuu sana ambacho tunakitarajia karibuni hapa kama fundikizo la mwaka huu wa 2024. Kwa neema ya Mungu, kwa niaba wazee 24 walioko mbingu, Mungu akusaidie katika makabila 12 ya Israeli wa kiroho, pia na katika njia ile ikiwakilisha weupe na weusi. Yale makabila 12 ya Israeli, kwa wazungu, kwa weusi, kwa ujumla inatuletea ile idadi ya wazee 24 walioko mbinguni. Tutasoma basi kwa heshima ya Bwana Mungu wetu
nitakusihi uweze kusimamisha nafsi yako mbele za Bwana, maana Bwana anakuona ndani na nje, wala hakuna mahali pa kujificha ama pa kukimbia uso wake. Tutasoma katika jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo Israeli wote na wajue jambo hili kwa uhakika, kwamba Mungu amemfanya huyu Yesu ambaye ninyi mlimsulubisha kuwa Bwana na Kristo. Watu waliposikia maneno hayo, yakawachoma mioyo yao, wakauliza Petro na wale mitume wengine, ndugu zetu, tufanye nini? Petro akawajibu, tubuni mkabatizwe kila mmoja wenu kwa jina lake Yesu Kristo, ili mpate kusamehewa dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu, kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu na watoto wenu na kwa wote walio mbali, na kila mtu ambaye Bwana Mungu wetu atamuita amjie. Petro akawaonya kwa maneno mengine mengi na kuwasihi akisema, jiepusheni na kizazi hiki kilichopotoka. Wale wote waliopokea ujumbe wa Petro kwa furaha wakabatizwa, na siku ile waliongezeka watu wapatao 3,000. Nao wakawa wakidumu katika mafundisho la mitume, katika ushirika, na katika kumega mkati, na katika kusali. Amen. Nitaishia hapo, maana ni hapo tulipoishia kipindi kile. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lakini bado sijasahau kuhusu ufungulivu wa ndoa. Habari hii ya ujumbe unaookoa dunia nzima kwa wanaotamani, kwa ile idadi ya wale ambao mbingu iliwajua kabla kuweka misingi ya ulimwengu. Kwa maana ujumbe huu sio wa kila mtu, maana wengi wamesikia lakini hawauelewe, wengi wanauona lakini hautambue, maana umepofushwa kwa walio wapotevu, lakini umefunuliwa kwa wale wenye uzima wa milele. Sasa kipindi kile ambacho tulisha, ama video ile iliyokomeshwa wiki iliyopita, nilikomea pale ambapo habari ya kumega mkate, ama habari ya ushirika wa kumega mkate. Maana tulikuta jambo la kwanza, okovu mkamilifu. Maandiko yamesema hakuna jina lingine tumepewa mbinguni na duniani ambalo latupasa kuokolewa ndani yake isipokuwa jina la Yesu Kristo pekee. Kwa maana Mungu ana majina mengi, kama vile tunavyomuita Melkisedeki, Ebeneza, sijui Adonai, El Shaddai, Elohim, hayo yote Yahashua. Tuna majina mengi ya Mungu kwa siri ya Agano la Kale, vile alivyotembea na watu wa Agano la Kale. Maana wakati huo alikuwa ni Mungu katika roho, na wala kumbuka, roho hauna mwili wala damu. Na sasa jina la Yesu Kristo limepewa nguvu na mamlaka sana. Kwa nini? Kwa sababu ile jina Yesu ni siri ya ule mwili uliokuwa sadaka kwa ajili ya ulimwengu mzima. Ile jina Kristo ni siri ya ukombozi wa kukubali mateso na viboko alivyovipigwa na kutundikwa kusiko kwa halali, ambapo alikubali kufikia ili watakatifu waliokuwa wanafungwa kuzimu tangu zamani. Maana wakina Noa, wakina Abrahamu, wakina wale watumishi wa Mungu wa kale ambao walikuwa wanakufa kwa sababu paradiso ilikuwa haijakuwepo, wote walikuwa wanafungwa kuzimuni, na Mungu alikubali yale mateso, kile kifo cha aibu. Kifo cha Bwana ni kizito sana na kinaleta uchungu. Mungu akitujalia huko mbele tutayaingilia kila kitu na zamu yake na kwa wakati wa Mungu, sawa sawa na vile imempendeza Bwana Mungu wangu. Maana Mungu wetu hawai wala hachelewi, yeye huenda na wakati wake kama vile ameukusudia mwenyewe. Kwa hivyo katika kile kifo chake ndipo jina Kristo limethibitishwa kuwa lenye mamlaka, yani jina Yesu Kristo. Yesu ilikuwa ni siri ya ule mwili wake. Kristo ni siri mwili wake kama sadaka. Kristo ilikuwa ni siri ya ukombozi wake kwa njia kile kifo.
na Bwana tayari alikuwa ni Bwana wa mabwana katika uhai na injili aliyoifanya na upeo ama upendo aliokuwa nao kwa watu wake, kukubali kuja kama mwanadamu ili kuzalika katikati yao. Hata alikuwa Mungu, hakudharau maskini. Alikubali kwenda kuzaliwa katika jumba la ng'ombe ama katika mahali pa kulelea ng'ombe ama wanyama, na alikuwa Mungu mzima. Hebu atokiwa tajiri kiasi gani, usiwahi kudharau maskini, kwa sababu katika ule maskini Mungu anamheshimu, na katika ule maskini Mungu anajitukuza ndani yake. Ila katika utajiri wako Ibilisi atajitukuza na wala si Mungu. Ndio maana imeandikwa, ni vigumu kwa tajiri kuona ufalme wa mbingu, kama vile ilivyo vigumu kwa ngamia kupita katika tundu la shindani. Na heri walio maskini, maana ni hao watakao shibishwa. Ni wale ambao watakao urithi ufalme wa Mungu. Wana sehemu kubwa katika ufalme wa mbingu, kwa sababu katika ile mateso ya majangwa yao ni mule kuna watia karibu na Mungu, na katika ukuu wa utajiri wako ni humo kuna kutenga mbali na Mungu, maana kuna majivuno katikati ya hayo. Sasa tukapata kujua kwamba lile jina limepata ushindi kupita majina yote ya kiungu ama ya Mungu, kwa sababu katika Yesu Kristo ni mule Mungu alivaa mwili kama wa mwanadamu, akazaliwa kwetu kama Emmanueli, Mungu pamoja na watu wake, ama Mungu katikati ya wanadamu. Sasa bila kwenda mbali, tumeongelea kuhusu batizo wa njia mbili, ama tulianza na habari ya zile pembe mbili kama kondoo za yule mnyama wa Ufunuo 13:11. Maana wakuwa wanyama wawili katika Ufunuo, alitoka baharini na alitoka ardhini. Tukazungumzwa kwamba ule aliyetoka ardhini ni siri ya mtu aliyetoka mavumbini. Wewe mwanadamu ni mnyama mbaya sana, maana pasipo neema ya Mungu hakuna mnyama mbaya kama mwanadamu. Na hizi pembe mbili tukaziwakilisha na makanisa ya aina mbili ambayo yanajificha katika Yesu Kristo, ijapokuwa huku sio wa Kristo bali ni siri ya mpinga Kristo katika makanisa. Aina ya kwanza tukazungumzia kanisa ambazo zipo na zinatumia jina la Yesu Kristo lakini hawaamini ubatizo. Tukaona kwamba ubatizo usingelikuwa lazima na isingekuwa muhimu, Kristo Bwana wetu asingekubali kuuchukua. Kwa hivyo wao wako nje ya mapenzi ya Mungu na wanapigwa marufuku na neno la Mungu aliye hai. Kundi la pili ama pembe la pili likawakilishwa na wanaoamini ubatizo lakini wanaoenda kinyume ya mapenzi ya Mungu, na tukagundua katika kitabu cha Mathayo ama Marko 16:16 ya kwamba 16:16 hadi 17 kwamba amini na kubatizwa ataokolewa. Ina maana kwamba hili neno lenyewe linaangusha yale makanisa yasiyoamini ubatizo, maana ni lazima siri ya wokovu ni kuamini na kubatizwa ili upate uzima wa milele, ili upate kuokolewa. Sasa kwa hao wanaamini ubatizo, tukagundua kwamba kuna ubatizo wa aina mbili tofauti. Kuna ubatizo wa Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ambao tulipata katika kitabu cha Matendo ya Mathayo sura ya 28, Mathayo 28 sura ya 16, baada ya Mathayo 28 mstari wa 16 hadi mstari wa 20, kwamba ubatizo wa Baba, Mwana na Roho Mtakatifu haukuwa ndio ubatizo, lakini uliletwa kwa sababu ya ile ubaguzi ama ile division ama ile kugabuliwa kwa kundi la Kristo ambao ndio wale mitume 11 waliokuwa wameingia kwenye mlima Galilaya kwa maagizo ya Kristo, lakini Yesu alipowarudia wakajikuta wamekuwa vipande viwili, wamoja wakamwabudu, wengine wakamshakia. Kwa hivyo likawa kisa na chanzo kilichosababisha Bwana kusogea karibu nao, na ndipo akatamka yale maneno kwamba amepewa mamlaka mbinguni na duniani. Maana hakuwa anawaambia mitume, bali alikuwa anasema na ile pepo ya division, ile pepo iliyokuwa imefichama nyuma yao ya kuleta magawanyiko katika kundi la Mungu. Na kikawa kisa na chanzo cha Bwana kutumia lile fumbo ili kuondoa lile pepo katikati ya kundi lake ili lipate kuondokea. Ndipo tukaona katika Matendo ya Mitume sura ya kwanza na mstari wake wa kwanza hadi 4, mstari wake wa kwanza hadi 4, vile alivyowachukua tena kwenye mlima wa Yerusalemu ili waweze kungojea Roho Mtakatifu, kana kwamba katika ile habari ya Mathayo 28:16 hadi 40 haijathibitisha kwamba walibatiza, wala hakuna aliyebatizwa kwa njia ile, isipokuwa
Ndipo pale tumegundua sasa ile pembe ya pili ya wale wanaoamini ubatizo ila kwa njia ile ya Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Hajalishi ni kwa maji machache ama ni kwa maji kubwa. Hebu nikuulize, kama Katoliki akibatiza kwa maji madogo lakini anatumia jina lile lile, wewe ambao umebatizwa kwa maji mengi na bado unafungamana na asili ya Katoliki kwa njia ya lile jina lile lile ambalo halijakuwa hata jina, maana tulitamka na tukafafanua kwamba baba sio jina, maana hakuna aweza kuwa baba kama hajazaa. Kwa hivyo baba ni cheo ama ni title ama ni heshima ya mzazi aliyezaa. Pili, tukagundua kwamba mwana pia sio jina, bali ni heshima ya mtoto aliyezaliwa ama title ya mwana ambaye amezaliwa kama mwana. Tatu, tukaelewa kwamba Roho Mtakatifu pia sio jina, maana hakuna awezaye kuwa roho kabla hajaonja mauti. Mungu atusaidie sana. Kwa hivyo tukaelewa kwamba Baba, Mwana, Roho Mtakatifu ilikuwa fumbo ambalo lilifumbuliwa siku ya Pentekoste hapo kwenye chumba cha juu Yerusalemu, ambalo liliwakilishwa na Bwana Yesu Kristo. Kwa hivyo Yesu alificha lile fumbo kwa wale mapepo waliokuwa wameingilia mitume ili kuleta ile mgawanyiko ya wale 11 kumwabudu na wengine wamshakie. Yesu alikuwa amelifunga lile fumbo ili yale mapepo yasilichukue, maana haikuwa haki yao. Sasa akasubiri mpaka wapate ile deliverance kwenye kile chumba cha juu, ndipo Roho Mtakatifu aliposhuka akawafunulia maana ya ule Baba, Mwana, Roho Mtakatifu kwamba alikuwa ni Bwana Yesu Kristo. Na ni hapo tukapata kuona vile Bwana Mungu alipoleta huo ufungulivu mkubwa ambao ulikuwa kisa cha kanisa la Kristo kuanzishwa kwa njia ya Petro, huku walipotokezea nje ili kutangaza huo ujumbe. Na hapo tukapata watu 3,000 waliobatizwa siku ile kama uthibitisho kwamba hiyo ndio wokovu ya kweli ambayo kila mtu angepaswa kuipokea. Na tukakuta kwamba hii kwa sababu ndio wokovu ya kweli, ndio ubatizo wa kweli, imeahidiwa kwetu kwamba ni kwa ajili yetu na watoto wetu na walio mbali na kila atakayeitwa na Bwana Mungu amjie. Lakini katika ubatizo wa Baba, Mwana na Roho Mtakatifu haijakuwa ahadi yetu na watoto wetu, wala haijakuwa ahadi kwa walio mbali wala walio karibu, maana hiyo ni fumbo ambalo hali kufumbuliwa hapo, lilifumbuliwa baada ya siku zile 10 ama baada ya ile zamu ya chumba cha juu huko Yerusalemu. Mungu akusaidie sana na Mungu atutie nguvu. Kwa hivyo tukakutana kwamba kwa sababu hiyo ni ahadi ambayo dunia nzima ingepaswa kujua, ambayo ni fumbo. Makanisa mengi, wachungaji wengi wanajua lile andiko lakini wanalifichika. Kwa nini? Ni kwa sababu ubatizo wa Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, uchunguze mzuri, haujakuwa habari ya kutubu. Na ukumbuke maandiko wanasema atakayezikiri dhambi zake na kuziungama atasamehewa. Na maana ya ubatizo katika jina la Yesu Kristo ni kwa sababu kwanza tunapaswa kutubu, ili sasa tunapokirimiwa lile jina kwa kufanya agano na Bwana Yesu Kristo kwa njia ya ubatizo wa maji mengi, ni hapo lile jina linakuwa lenye mamlaka kutuondolea zile dhambi zetu. Kwa hivyo ndio maana wachungaji wengi wanafunzwa katika teolojia, wanafunzwa katika santoloji, wanafunzwa na zile pepo chafu, kwa maana imeandikwa shetani ana uwezo wa kujigeuza malaika wa nuru japokuwa ni ibilisi mwenyewe. Na kwa hivyo unaweza kuhisi uwepo wa Roho Mtakatifu, kumbe sio Roho Mtakatifu, ni roho ya ule ibilisi, maana ana ujanja. Kama vile maandiko yanatuambia katika bustani ya Edeni kwamba nyoka alikuwa mwerevu sana kupita wanyama wengine wote, hata kamdanganya Hawa. Kwa hivyo shetani ni mwerevu kiasi kwamba anaweza kuwa mwerevu kupita fahamu zako, hata akakudanganya. Tukaona kwamba hakuna mtu anayeweza kumgombanisha shetani isipokuwa neema ya Mungu kukusaidia. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa njia hiyo sasa tukagundua kwamba ndicho kisa na sababu ya wachungaji wengi wanaogopa kuligusia lile, kwa wakati ndio siri ya ufungulivu ya nafsi zetu na wokovu na ukombozi wa maisha yetu ili kuweza kuingia ufalme wa Mungu. Wanatangaza habari ya Petro, habari ya Paulo, kwa wakati hawaamini ujumbe wa Paulo ama hawaamini pia ujumbe wa Petro kama msingi wa hii kanisa la Yesu Kristo. Tukaona katika ule uchambuzi tukakuta kwamba Pentekoste sio kanisa, lakini Pentekoste ilikuwa ni ushindi wa mitume kutokezea kanisa.
Kwa hivyo kuna watu ambao waliweza kuwa na maswali kwa njia ya simu, kwana kwamba sasa tufanyeje, kwani sisi tumeshabatizwa. Kwa hivyo ninakuletea majibu kuhusu swala lako, kwa maana ni heri upate kujua kwamba bado kuna neema juu ya mtu uliyokatwa, kwamba unaweza kuota tena. Pili, kuna second chance, kuna neema ya pili, ama kuna neema ya kukusaidia. Na Mungu abariki kipindi hiki cha UCR Glory's Gold, ambayo imekuwa maandalizi makubwa ya kutuandalia, na imekuwa njia ya RMCI Kingdom kutokezea ama kupita katikati yake. Sasa tukapata kuona katika hiyo wokovu, wale waliopokea ile ujumbe hawakutawanyika na kuiacha pale, waliendelea kuishi kwa pamoja. Kumbuka Roho Mtakatifu kushuka kwanza, nao walikuwa mitume wote mahali pamoja. Na ujumbe uliposhuka, kweli ilipofunuliwa kwao, wakaitangaza, na wale walioipokea nao wakaunganika na mitume, wakabaki kwa pamoja, ili wao wanafunzwa na Roho Mtakatifu kwa njia ya mitume. Na ndipo tukakuta vile vipande vinne vya vile mbingu zililea kanisa lake kwa njia ya mitume. Walibaki pamoja kwa ushirika ili kusikiliza ujumbe wa mitume. Walikuwa na ushirika wa ndugu, na walikuwa na ushirika wa kumega mkate, na ushirika wa maombi. Haya mambo manne nikaweza kuyafafanua ama nikaweza kuyachambua kwa urefu. Tukamaliza habari ya kubaki pamoja kwa wanalishwa neno la Mungu, kama vile imeandikwa, msikose kukusanyika kwa pamoja kama ilivyo desturi ya waamini. Pili, tukagusia habari ya ushirika wa ndugu, kana kwamba ushirika wa ndugu sio ndugu uliyezaliwa naye tumbo moja, baba moja, mama moja. Unaweza kuzaliwa na baba moja, mama moja, lakini destination yako, mahali unaishia, una njia yako na mwenzako ana njia yako. Lakini ndugu yako ni ule uliyezaliwa naye katika damu ya Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Na tukakuta kwamba kanisa la Yesu Kristo halikuwa na jina lolote, liliitwa wa ndugu na wadada katika Kristo. Maana sote, uwe mkubwa uwe mdogo, uwe tajiri uwe maskini, uwe mzungu uwe mweusi, yeyote anayeamini ubatizo huo wa kuzikiri dhambi na kuzitubu na kubatizwa kwa jina la Yesu Kristo ili kuondolewa zile dhambi, yeyote anapokea ujumbe, hiyo ni kama pete, ni kama agano nalifanya na Yesu Kristo. Kwa hivyo yeyote ambaye ameingia ndani ya ile neema, nyote kwa mjumla mnakuwa wa ndugu na wadada, kwa sababu mzazi yenu huwa ni huyu, ni mmoja, ndiye Kristo Bwana. Na kwa njia yote ama kwa njia nyingine, hata muwe wanaume ama wanawake, nyote mnaitwa bibi harusi ya ule Bwana wenu ambaye amewanunua, ambaye amewalipia gharama kubwa ili kuweza kuwamiliki. Yeye amelipa damu yake mwenyewe ili kukomboa bibi harusi wake mikononi mwa ibilisi. Sasa kipindi hiki nakuja sasa kugusia ile habari sasa ya ushirika wa kumega mkate na ushirika wa kusali. Nikaongea nikasema kuna watu wengi ambao wanaamini kumega mkate na wengine wanaamini kusali. Lakini kabla nigusie habari ya kumega mkate na kusali, kwa sababu bado tungaliki kuizamu ya wokovu kuimalizia, kulingana na yale maswali ya wanaojisikia hili neno linawagusa na wanajisikia ni kweli, lakini wanajikuta mbona sasa tumeshabatizwa maji mengi, ila ni ubatizo wa Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Nitakwambia ni lazima, una haki ya kuirudilia, kwa maana katika kitabu cha Matendo ya Mitume 19 mstari wake wa kwanza hadi 10, kwa neema ya Mungu tutaishia hapo ili kufundikiza lile, na kwa wale ambao wana yale maswali wapate kujisikia kupata jibu kamilifu, ili utakaposhindwa sasa kulitukia, hiyo itakuwa ni hukumu yako mwenyewe, maana kweli yote utakuwa umeipokea ya kukusaidia na ya kukuokoa na kukukomboa. 19 ya Matendo ya Mitume mstari ule wa kwanza tutasoma katika jina la Yesu Kristo. Inasema hivi:
Apolo alipokuwa huko Korinto, akafika Efeso. Huko akawakuta wanafunzi kadhaa. Akawauliza, "Je, mlipokea Roho Mtakatifu mlipoamini?" Wakajibu, "Hapana, hata hatukusikia kuwa kuna Roho Mtakatifu." Ndipo Paulo akawauliza, "Je, mlibatizwa kwa ubatizo gani?" Wakajibu, "Kwa ubatizo wa Yohana." Paulo akasema, "Ubatizo wa Yohana ulikuwa wa toba. Aliwaambia watu wamwamini yeye atakayekuja baada yake, yaani Yesu." Waliposikia haya, wakabatizwa katika jina la Bwana Yesu. Paulo alipoweka mikono yake juu yao, Roho Mtakatifu akawashukia, nao wakanena kwa lugha mpya na kutabiri. Walikuwa kama wanaume 12. Paulo akaingia katika sinagogi na kunena humo kwa ujasiri kwa muda wa miezi 3, akijadiliana na watu na kuwashawishi katika mambo ya ufalme wa Mungu. Lakini baadhi yao walikuwa wakaidi, walikataa kuamini na wakakashifu ujumbe wake mbele ya umati wa watu. Basi Paulo aliachana nao, akawachukua wanafunzi, naye akahojiana nao kila siku katika darasa la Tirano. Jambo hili likaendelea kwa muda wa miaka 2, kiasi kwamba Wayahudi na Wayunani wote walioishi huko Asia wakawa wamesikia neno la Bwana. Amen. Nitaishia hapo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hawa ni watu waliobatizwa na Yohana Mbatizaji, na sote tunajua kwamba Yohana alikuwa nabii na alikuwa ametumwa na Mungu. Lakini kwa sababu gani walirudilia ubatizo? Sikiliza. Paulo alipokuwa anaenda huko Korinto, alipofika Efeso, maandiko inasema Apolo alipokuwa huko Korinto, Paulo alisafiri sehemu za bara akafika Efeso. Hii sasa ni kazi ya Mungu ndani ya Paulo. Na kwa nini hawakuweza kuambatana na Petro? Kwa sababu sote tunajua kwamba Paulo ni yule aliyekuwa Sauli, ambaye alikuwa anatesa watoto wa Mungu. Na Mungu alipokutana naye, Mungu akambadilishia jina, pahali pa Sauli akaitwa Paulo. Hata alipokuja kwa Petro kuja kukutana nao, Petro alijua kutakuwa uzito watu kutembea naye kulingana na mapito yake ya jana. Elewa kwamba Mungu, unapokutana na Mungu, anageuza jana yako, lakini huwa kuna kazi. Ndio maana tuna habari ya wokovu na ukombozi. Wokovu ni pale umesikia ujumbe unaokoka hapo, lakini ukombozi inakuja hatua kadiri vile unavyokusanyika kama desturi ya uaminifu. Kadiri wa Mungu anapokuja kuwalisha wana wa Mungu kwa njia ya neno, ni hapo neno nakombolewa, mashene zingine zinaenda siku zinakatika, kwa sababu tunapata kujua kutoka kwa Roho Mtakatifu. Maandiko yanasema tunakufa siku kwa siku na tunaokoka siku kwa siku. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hivyo hawa wanafunzi ambao Paulo aliwakuta huko Efeso, wanafunzi kwa ujumla, kwa wakati wetu huu tungesema wa Kristo. Kama vile nimetangulia kusema, kuna makanisa ambayo yanafanana ya Wakristo na yanatangaza Kristo, lakini Kristo hawajui kabisa. Maana Kristo atakapokuja kuchukua kanisa, hata kuja kuchukua kile kijengo mnachoingilia ndani. Maana jengo la kanisa la Kristo ni mwili wako mwenyewe. Maandiko yanasema miili yenu ni hekalu la Bwana na roho zenu ndio ile kanisa. Kwa hivyo Yesu atakuja kuchukua kanisa ya wingi wa watu? Hapana. Na kia kushangaza sana, ili uwe makini na kuona idadi ya watu, uwe makini na kutaka kufata kwenye kuko watu wa mingi. Kuwa makini sana na jambo lile, maana unaona tofauti na vile Mungu anavyoona.
Hebu nikuulize kidogo. Katika Injili ya Bwana Yesu tunajua kwamba aliwachagua wale mitume 12 mkiwemo Yuda aliyemsaliti. Lakini huku pamoja na wale wa mitume 12 mlikuwemo pia wanawake watatu ambao walikuwa wamepata ukombozi ama deliverance, ama walikuwa wametolewa pepo wachafu na Mungu akawapa kibali kutumika pamoja nao. Walikuwa wanawake ambao walikuwa wanafanya mapishi, ama watumishi wa Mungu wanapoenda katika kazi ya Mungu, wao walikuwa wanabaki wanawaandalia vyakula. Bwana Yesu atakapokuja apate chakula, wale hudumu naye wapate chakula. Na hao wanawake maandiko nasema walitembea naye kokote Bwana alikoenda. Ndio maana angalisho na kupiga vita huduma ya wanawake. Taka tu kitu kimoja kujua, je, amejenga kwenye ile msingi wa kweli? Hiyo yatosha. Kipindi kitakapokuja nitakuletea andiko ambalo linakuweka pahali pako, ambalo linakuonesha hakuna mwanaume wala mwanamke. Maana wewe mwanaume pia umetoka kwa mwanamke. Na andiko ambalo linasamini mwanamke kuhubiri. Ila awamefunika kichwa chake, ama kitoa unabii awamefunika kichwa chake. Angalisho sana. Kama Paulo alisema katika kanisa la watakatifu wanawake wanyamaze, hebu nikuulize mwanamke ni nani? Ndipo pate kuelewa udhaifu wa Paulo. Hata aliokoka alikuwa na madhaifu yake. Hata wewe ni mchungaji bado nyumbani kwako, tukija kuuliza mke wako, ni kwa sababu wanawake watumishi wa Mungu, wabibi watumishi wa Mungu, wao ni kama pazia. Acha nikwambie, hata uko pastor, lakini nitakwambia bibi yako ndio sanduku ya utumishi wako. Kwa sababu watumishi wa bibi watumishi wa Mungu wana siri kubwa ambao wanalalia, wanaoza, wanateseka, lakini wanafungia tumoyoni kwa sababu hawana la kufanya. Lakini kama Mungu angekuja kupepeta mke wako awe shahidi, utakutana hata kwa mchungaji bado na madhaifu yako nyumbani. Hata wewe ni nabii wa kike bado na madhaifu yako kwa mume wako pia. Hata nyinyi ni wazazi bado mna madhaifu kwa watoto wenu. Si pia kuna maandiko ambayo yanaongea kuhusu wazazi msiwazuru watoto? Kuna mambo kule mbele tutaingilia kwa neema ya Mungu. Ashukuriwe Mungu ambaye ametokezea kunipanulia hii njia ili niweze kupita salama. Miaka mingi watu walilia sana nitokezee, lakini nilikuwa naendana na wakati. Nilimwacha Bwana apite kwanza. Yanajua njia zinazonifaa, anifungulie zile lango. Mungu ni mwingi wa rehema, akathibitisha lango ni wazi. Nenda kwa usalama mama. Jina la Bwana libarikiwe sana. Pia hata nyinyi ni watoto vijana bado mna madhaifu. Mabinti bado mna madhaifu. Kila mwanadamu anayevaa mwili ana mapungufu na ana madhaifu. Si ndio maana maandiko nasema hakuna mtakatifu aliyeko duniani ila Mungu pekee. Na ndio maana wanaomwogopa Mungu ndio wale ambao Mungu amewakirimia kuwa wana na binti zake, na hao ndio watakatifu walioko duniani, maana tunatakaswa katika yeye. Mungu atusaidie sana wapendwa. Samahani sana mwili wangu na mapungufu ya afya. Nilitangulia kuliongea awali, na hapa katika Marekani hali yetu, hewa yetu sio nzuri. Tumeingia katika majira yale ya mapinduzi ya majira na nyakati. Na pia baridi kuu limetanda, ila linachukua zamu kwa zamu kulingana na boma la kila state ama boma la kila pahali katika boma la Marekani. Sasa nikurudishe karibu sana kwenye kipindi hiki cha RMC ya Kingdom kutoka UCR Glory. Wewe ni dhahabu ya Mungu. Taka sana kutengenezwa na Mungu. Kama Mungu itambidi kwanza kusukulia kusukule. Hiyo ni siri ya wokovu ama siri ya ubatizo. Kama itambidi Mungu akuchome kwa moto, ni lazima kuchome kwa moto ili tokeza dhahabu safi. Kubali yale yote. Ndio maana usitaki kwa mtu akupenda raha sana na sifa sana. Mungu akusaidie. Sasa kuhusu ujumbe wa Paulo na mapungufu yake kuhusu habari ya katika kanisa la watakatifu mwanamke anyamaze, nitakukaribisha sana, nitakusaidia sana kuelewa kwamba kwa ujumla ndipo leo mapungufu ya Paulo. Na kwa ujumla mwanamke ni kanisa, na wewe bwana uko mwanamke,
na wewe bibi uko mwanamke. Ndio maana siku zinakuya Mungu akinisaidia kwa rehema zake na ikimpendeza Bwana Mungu wangu, kipindi kijacho pengine nitajitahidi kuleta haya maandiko ili kufafanulia, ili waume mpate kuheshimu vile Mungu ako anatumika katika viumbe vyake. Kwa hivyo unafikiri unaweza kumzuia Mungu kutumia mwanamke? Jibu ni hapana. Hebu basi akija kwako anakukuta hako tayari. Si imeandikwa wawili watakuwa wamelala, mmoja atenda mwingine atabaki? Je, imeandikwa kwamba wawili watakuwa wanalala, mwanaume ataendaka, bibi atabaki? Haijasema hivyo. Yule aliye tayari ataendaka. Ina maana Bwana akipita kwako anakuta wewe unazizimia, unasinzia, bibi yako akiwa makini kwenye zamu, atachukuliwa na Bwana na atatumiwa na Mungu. Angalisho sana katika hii udhaifu mnao tembeza nao na kuzuia na kuwekea Mungu mipaka ya huduma za kiungu katika wake zenu ama katika viumbe kike. Kwa sababu ingekuwa sivyo, Yesu asingeteua katikati ya wale wanaume 12, asingeteua hao wanawake 3. Hata nikwambie na kisa kikubwa Mungu kuteua wale wanawake 3. Kumbuka wale wanawake 3 walikuwa wametolewa zile pepo wachafu. Na alijua mwa hawa 12 mmoja wao atamkana, mmoja wao ataingia na ile siri ya ile utatu takatifu wa kuzimu, utatu wa kishetani, ambayo hao wanawake 3 watakava hiyo siri. Na kwa njia ile fumbo kutakuwa kisa kia Mungu kulipisha kisasi na kumteua mteule ambaye alikuwa ni Matia kuchukua ile nafasi. Lakini maandiko yasema kwamba wale wanawake mmoja wao alikana kwa wala aliacha Mungu. No. Na Mungu aliendelea kuwaheshimu. Vipi kwako ndugu? Vipi kwako mchungaji wa sasa? Sina tupasa tuepate kuelewa maandiko yote kwamba yanafaa. Na usisahau pia imeandikwa maandiko yanaua bali Roho Mtakatifu ndiye analeta uzima. Sasa acha kwa uwezo wa Roho Mtakatifu ni kufafanulie kwa nini Paulo akalitamka hili. Kwanza, sote tunajua Paulo alikuwa na udhaifu wa kuwaka hasira. Maana hasira ni tunda la mwovu shetani, na ndilo lilikuwa nakuwa kisa ama mlango wa shetani kuingilia maisha yake, kumtumia kuteketeza watoto wa Mungu. Hata alikutana na Yesu, lakini kulikuwa bado kuna madhaifu yake fulani. Petro alikuwa na kibali cha kuchukulia watu kuwaelewa, lakini Paulo alikuwa na yale madhaifu ya kukasirika mbio. Na wewe pia mtumishi wa Mungu wa kiume, naona yale madhaifu. Kuna watumishi ambao wana madhaifu ya kusirika bure. Ukimkwala kupaka dogo mara kutosha na kumasabu anaanza kusema na hawayapita katika zile hatua 3 ambazo Mungu ameziweka mbele ya kanisa. Maana tunasema ukiona mwenzako mkosa muonye kwa upendo. Akikusikia umepata ndugu. Asiposikia kwa jambo lile lile, tafuta mtu wa pili mumwendee kwa upendo, bado hamjamtosha nje. Akiwasikia asante, asiposikia tafuta mtu wa 3. Maana maandiko nasema kwa ushahidi wa wawili ama watatu kila kitu kithibitisho kuwa kweli. Akishindikana bado hamjamtosha nje, ndipo sasa mumweke mbele ya kanisa. Ndipo sasa mumtangaze, sasa mumwekee mbele ya kanisa hadharani, mtangazo ule uovu wake. Akisikia asante, asiposikia mumtupe nje, mumtenge. Tunaamini mede diable, tunaamini kutenga mtu na kumkabidhi shetani amtumie vile anavyotaka, amtese vile anavyotaka, lakini ingalao nafsi yake siku moja ipate neema. Na ni wachache sana wanaotengwa wapate kibali cha kutenguliwa, ni wachache sana. Acha kusema tunamtenga miezi 3, maandiko hajasema mpangie miezi. No, angalisho sana na kila neno litokalo kinywani mwa Bwana. Unampangiaje miezi 3 na sama atakufa mwezi mmoja? Mnamtupa tu kule, Mungu anajua siku na sana ajua vyenye atafanya. Kamele mwili kama atakufa mwili hali, Mungu ndiye anajua kenye anafanya, vinaenda vile, vinaisha vile. Na kama Mungu atamjalia anarudia kabla hata ya wiki, ni amina sana. Mungu atusaidie sana na Mungu awatie nguvu sana. Kwa hivyo Paulo alikuwa na ile udhaifu wa kutokuelewa, kutokuvumilia madhaifu ya watu. Kama vile pia kuna wababa ambao wanaweza kuwa na ile udhaifu na kuleta desordre mkanisa hata kama ni wanaume. Ndio maana angalisho sana inaposema katika kanisa la watakatifu, mwanamke na nyamaze. Mwanamke ni wewe na mimi kama kanisa.
Kwa hivyo sote kama bibi harusi wa Yesu Kristo tunyamaze, tufunge kinywa, zipu kabisa, tia tirete kumdomo, uache Bwana wa mabwana aseme ndiye Kristo Bwana. Nadhani mnanielewa kwa sasa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hivyo Paulo sasa alipokuwa Korinto, akafika Efeso, kwenye bara la Efeso, akawakuta wanafunzi kadhaa. Kama vile kwa ujumla kwa wakati wetu tuwaseme kikundi fulani kia Wakristo. Lakini maandiko inasema hivi. Ile Matendo ya Mitume 19. Apolo alipokuwa huko Korinto, Paulo alisafiri sehemu za bara. Akafika Efeso. Huko akawakuta wanafunzi kadhaa. Akawauliza, "Je, mlipokea Roho Mtakatifu mlipoamini?" Kwa nini aliwauliza hii ulizo? Kwa sababu alikutana kuna hali isiyofanana ya wanafunzi wa Yesu Kristo. Kuna tabia kama vile unaweza kuta Mkristo wa kimama na amekuja, tuseme kuna watumishi Mungu anatoka Afrika wanatia kutembelea Marekani hapa, ama Australia, ama Canada, ama New Zealand, Sweden, wherever, kokote kule mapo Mungu amewatuma. Sasa wanakujua ulipotoka Afrika, ulitoka ukiwa mwanamke unayemheshimu Mungu, unayemwogopa Mungu, ama mko kundi ambalo mnamwogopa Mungu. Sasa wanapokuja kuwatembelea wanakuta na baba babu nyumba wanaanza kufanya mamini makaleso tupo nje. Paulo alipoangalia jambo lisilo la kawaida akauliza, "Je, mlipopata kuamini mlipokea Roho Mtakatifu kweli?" Kwa sababu kumbuka, tena angalisho sana, unapookoka usitake kuambatana na mchungaji, lakini taka kuambatana na Roho Mtakatifu anayetumia yule mchungaji. Maana kuna siku mchungaji hata kwa karibu yako, kuna siku Mungu atakutoa pala kupeleke mahali. Unatakiwa Roho Mtakatifu awe na wewe siku zote za maisha yako. Kwa hivyo ukiwa kuogopa tu pastor, pastor anapita karibu na kwenu, ukiwa pastor atakuwa utavala mzuri ile siku. Na watumishi wa Mungu, acheni kuona nje, acheni kuona mambo ya mwili. Mjua habari ya wenye uhai wa nne wana macho ndani na nje, hata chini ya mabawa yao wanaona. Mnapoamka kwenda kwenye kazi ya Mungu, tayari ni ile mabawa yenu inaruka na babeba. Nataka sana kuona macho mule ndani, mpate kuona kilicho ndani ya watu. Msipumbazwe na sadaka wanazowatolea kwa kuwakaribisha. Msipumbazwe na vyakula wanavyoandalia, na muwe makini, sio kila kujoneda kwamba utakula chakula. Mungu akusaidie sana. Mjue chakula kinapoandaliwa huku kwenye manyumba za wapendwa, kuna vyakula ambavyo vinaletwa kwenu na Mungu amevikubali kama sadaka ya shukrani. Mungu anapenda kupita kwa yule mtu kwa njia yako wewe mtumishi, ama kwa njia watumishi wa Mungu. Mungu anaruhusu mwende mtembelee nyumba fulani, kwa sababu Mungu anajua ile nyumba imeandaa kitu, na Mungu anataka apite akichukua ile chakula wala ile kitu sawa sadaka ya ukombozi kwa mambo yao ya kimwili. Kama vile tunapopata habari ya Abrahamu na Sara, hata kama alikuwa na ahadi ya Mungu ya kupata mtoto, maandiko yanasema walisubiria muda wa miaka mingi sana, na wala ikafika tu ambapo Sara akaingiliwa na uzee, hata kanuni za wanawake zikafunga kabisa. Lakini kwa sababu Mungu alijua kitu wanachokihitaji ni uhai, ni uzima wa mtu. Uhai, Kristo yeye mwenyewe ni uzima, lakini wanatakiwa wapate mwili ambao ule uzima utakuja ndani yake. Na huu mwili ni lazima pawepo sadaka ya kimwili ambayo itakuwa fungulo ya Mungu kutamka maneno. Ndio maana maandiko yanasema Bwana Mungu akaamua kumtembelea Abrahamu kwa sura ya malaika watatu. Njia nyingine, hawa malaika watatu waliwakilishwa na tai inayokuja kunyakua familia ya Abrahamu, inayokuja kutoa Abrahamu katika kile kipindi na kumtia katika majibu yake. Hawa malaika wawili walikuwa ni kama mabawa ya ule tai, ama ya Mungu anayekuja kwa sura ya ile
fumbo ya utu ama ya malaika. Lakini maandiko yanasema Abrahamu alipomwona kwa mbali, walionekana ni watu wa kawaida, lakini Abrahamu kwa yale macho ya tai, kama mwana tai, akaelewa Bwana wangu anakuja. Mbio sana aliwahi akachukua ngombe mnono wa kunona kabisa. Kumbe roho Mungu amemwandaa kwa sababu imo ndani yake, anajua kile ambacho Mungu anachokitaka. Roho Mungu akamzungumza, andaa sasa, Bwana anakuja. Ni saa kukubariki sasa. Ni saa ile ahadi timie, na kwa sababu Mungu ndilo lazima kujifiche msura ya watu. Juu akikamata sadaka ya kiutu ya kibinadamu ya kawaida ili mlango ufunguliwe. Ndio maana muwe makini wapendwa. Msiwe mnamkulia Mungu moyo ya kumi yake. Msiwe mnakuwa bachoyo, msiwe mnafunga mikono ni kutoa sadaka kwa Mungu. Kwa sababu Mungu tunamgusa kwa njia ya sadaka zetu. Ukimwamini madogo utamwona madogo, ukimwamini makubwa utamwona makubwa. Mungu akusaidie sana. Abrahamu roho Mungu akamfunulia la kufanya. Ile saa hakukuwa na bushisho. Kwa kwanza angalia, nilipokea $1,000. Endizeme ni $100. Ila kutena saa ya endizeme. Ni sasa kutoa malimbuku yako. Kumbu kwa Bwana. Itiko bebe we ile basi ile kama tuseme beba mwele $1,000, beba basi hata 300, patia Mungu ile 700. Mwana sisi ni dadi zake za utukufu wake na roho zake 7. Mpe Mungu. Maana kuna kizito ambacho nakuletea katika maisha hii ya mwili kama mwanadamu. Sina lilipaka koda alipokuwa katika mwili. Kwa sababu ilimbidi afanye hivyo. Kuna kenye unatakiwa kumfanyia Mungu, ili mambo yako fulani ambayo imefungwa na nguvu za giza katika maisha yako ya mwili siendelee, ili ipate kufunguliwa na Mungu. Kuna kila ambacho kinakupasa kufanya. Uwe makini. Mungu atusaidie sana. Abrahamu alienda akachagua mnono mzuri wa ngombe, akamchunia Bwana kwa sababu Bwana aliona ndani ya kilindi cha moyo kwamba kweli katika gala la Abrahamu ule ndiye alikuwa ngombe mwenye kunona. Na Mungu akasema, oh yes, of course. Kulingana na hili inanibidi basi nitulie kwa sababu amenipa kinachonifaa. Unajua unapompangia Mungu na kumpea mwenye habufaa, unajitia mahali ambapo haustahili. Unajitia mbele, unamfuatisha. Utawaza kuenda mbele lakini kwa njia nyingine wewe ndio uko narudi nyuma tu. Hauende fasi. Mungu akusaidie sana. Maandiko yanasema Bwana Mungu akakula kwa Abrahamu na akakunywa. Kwa nini alikula na kukunywa? Kwa sababu alijua kulingana na matumbo ama matrisi ya Sara, kimwili inafungwa kama harmoni za kawaida ya mwanamke. Ni mwili imepitisha ukomo na haiwezi kufunguliwa. Lazima Mungu aitika vale mwili, akatafute sadaka ya kimwili ili mwili uweze kufunguliwa. Kama vile sadaka ya kiroho pia inatolewa katika ulimwengu wa roho, inafungua roho ambao ni neno sasa. Kwa sababu Sara alikuwa amesha matumaini, hakusadiki. Bwana alipokula na kunywa, alipokula na akahakikisha na shiba kweli. Maandiko nasema Mungu akakula na akashiba. Patia Mungu riziki. Hata uko mama ulipiga msunia mzuri ya bwanako, watumisha Mungu anakula barakuya tosha. Ile saa ya bwanako ni ya Bwana, mabwana ameshifisha mbali watu. Bapatie mubibakuli bya mzuri muheshima, bapatie. Kama bwana wako pale basadia na bashirikiane, abapokee, bapatie. Ile sale sunia mzuri usipatie bwanako, patia ule mtumishi wa Mungu. Deni bwanako na wewe mtafata. Kwa sababu nyinyi mko nyumbani sote mtajipatia. Bali majeshi ya mbingu kuna pita tukupita, ni magari ya moto kuna pita, kama wafahamu hiki. Mungu akusaidie sana. Kwa hivyo Bwana alipokula na kushiba, acha nikwambie hawa malaika watatu kwa njia nyingine alikuwa ni Mungu ule moya mwenye anajizirisha msura ya baba tatu. Kama Bwana Yesu Kristo. Maandiko nasema akamwambia, mwaka kama na huu Sara atakuwa na mtoto. Ametamka kwa sababu amerizika.
Unajua kuna vile unaweza mtolea Mungu, kwa vile unatia mipaka, Mungu anakuona na hiyo hapa kusema ishi defu kilifo idadi fulani. Kama yafikia kwa ile level ya kupambanua na kukuwa na ile upambanuzi ya kujua kiasi kinachomfaa Mungu, utatoa leo kama ni yenye kwa mabula mnatumika kia kushangaza sana. Haukusoma, hauna hata haki ya kupata mshahara mzuri, lakini Mungu kama vile alisema mataifa yatawatumikia. Mungu anakutoa kule maskini, anakia kukuleta kule kunatoka mwenye alisoma lisansi ndio anapata kama ni ka $500. Mungu anaruhusu wewe mwenye hakusoma kana wewe hata kuandika jina, ile $500 uko nipata pale semeni mpendwa. Shetani anakuintimidate na mabilis zinakuzunguruka, unapigwa upofu kwa kama ni ule nyoka wa vichwa saba kuna kuzungurukia, akutobole macho, apoteze baraka yako, usahau Mungu wako kwenye alikutoa. Sutumie imani useme kama ni kuraba kitaka waikate, lakini tolie Mungu wangu hili sadaka na leo mfaa. Uone kama Mungu hata kuinua. Mungu akusaidie sana. Paka biote vinakushinda, hata moya 10 bure kushinde. Siku zinakuya huko mbeleni tunakokwenda, nitaligusia jambo la moya 10. Moya 10 haitolewe kwa kila mtumishi, inatolewa kwa yule anayekulea kiroho. Mungu awasaidie na Mungu alete utaratibu katika watumishi wa Mungu. Hii ubaguzi na division ambayo iko inaendelea watumishi wa Mungu na makanisa Mungu itopotelee mbali kabisa. Acha kutoa moyo yako ya 10 Mwafrika wakati pale kwenye huko kuna mtumishi kuna hii amepewa gharama na majukumu ya Mungu kukulea. Ni yeye ana haki ya kukula ile. Hata leo kwa Afrika naomba sana, hauna haja ya kumtumia cha 10 wakati kuna hudumia na mwenyiko hapa. Kama vile mwenyiko Afrika popote kwenye huko, kama ni Uganda kama ni Tanzania, ule mtumishi ana haki ya kula cha 10 chako na shukrani yako. Si kwa sababu mtu akubula ndipo tume sadaka kubula ya moyo yangu ya 10 pale. Hebu kule hakuna watumishi. Sinyua nyomo mnasababisha watumishi wenu kupotea ama kukuwa na kesi na Mungu. Kama vile Moses alikuwa perfect, alikuwa mzuri na Mungu na alifanya kazi kubwa, lakini kwa sababu ya wale wa washirika wake ikawa kisa cha Mungu kumuua Moses. Angalisho, inapofika kwenye ile hatua, huwa sina rafiki na huwa sipatie mtu mlango wa kunizoea. No. Ndio maana maandiko yanasema sanduku la agano kulikuwa distance, social distance. Lilipokuwa linachukuliwa na Walawi kulikuwa distance, kanisa halikusogea. Walawi walitangulia kwanza, waimbaji wakafata na social distance na distance katikati, kisha kanisa likafata. Angalisho sana na mambo haya. Watumishi wa Mungu, mwache kujizolesha waumini wenu. Mweke utaratibu ili wasije wakajikwaa kwa kile mnachokibeba, kisi wasababishe kukipoteza. Maana kukipoteza ni rahisi, lakini kukirudisha pale paki kuna kazi na kuna hatari ya kutokirudisha tena, yani kutokukipata mara ya pili. Kuna hatari. Na makanisa yako mengi ambao nje yanaonekana yana uwepo wa Mungu, lakini Mungu ameshawacha kitambo, hakuna kitu hapo. Ni tamani hizo ziko zinafanya kazi. Mungu awasaidie sana. Sara alipocheka huko hemani, Mungu alikuwa na uwezo wa kumwangamiza ule mwanamke, lakini maandiko yanasema Mungu akamwonea ndani ya Abrahamu. Ile damu aliyomwanga yule mnyama ikawa kama ni ukombozi pia kufunika maovu ya bwana ya bibi yake. Kwa sababu kumbuka mwangano la kale, Yesu alikuwa hajatokea bado ili atukomboe, na damu yake baki fresh kwa natusaidia kila siku. Zamani ilikuwa mpaka ni sadaka ya wanyama. Mungu akusaidie. Kwa makini, sio mtu kutatalika watumishi wa Mungu na kuwanena ovyo. Mungu akusaidie. Kwa hivyo Paulo alikuwa na madhaifu yake. Ni kule niko naelekea. Ambao kama wangekuwa na maswali, ndio maana kanisa la Mungu hamruhusiwi kuwa nauliza maswali wakati wa ibada. Kwa utaratibu, ili msije mkajikwaa na kupotosha uwepo wa Roho Mtakatifu vile kuna hudumu katika vyombo vyake Mungu. Ukiwa na swali, muulize mume wako nyumbani. Sasa nikuulize ndugu, kama huyu mume hana Mungu ndani yake, huyu mama atauliza nani sasa?
Ndio maana watumishi wa Mungu lazima mjue hili, mlichukue na hekima kubwa sana. Muwe mnapatia kanisa kipindi cha kuwasikiliza. Walio na maswali wapate nafasi kanisani. Ndio maana ile use your glory's gold ilitokelea, maana wewe mtoto wa Mungu, wewe ni dhahabu ya Mungu iliyoko duniani. Ni lazima mupewe na nafasi ya kusikilizwa ili tupate kujua vile watoto wa Mungu wako na tembea. Kama kuna kasoro tusaidizane. Kama kila kitu kiko sawa, tumtukuze Mungu maradufu. Ninapita sasa. Paulo alipona mwenendo wao hakuwa sawa. Akasema, gisi wanafunzi wa hii ujumbe wangefanana, sivyo walivyo. Akauliza, mlipopata kuamini, mlipata Roho Mtakatifu kweli? Sikiliza unafiki uliokuwa nyuma yao. Wakasema, nitaparudia. Wakasema, hapana, hatukusikia kuwa kuna Roho Mtakatifu. Bakafanya ujanja. Sasa tunaweza kutana chrétien ama chrétien. Iko nafanya wale kunaongea maneno ya miza michafu yenye sasa kwa nasema eske kweli ulishaokoka kweli? Eske kweli unayua habari ya Saint Esprit? Kisha ule mtu juu ya haya anafasa mlasi unayua mili ya kiroho sijue sana. Sijue vraiment. Unaingilia wapi? Ndio pale kwenye Paulo akauliza akasema ndipo Paulo akawauliza, je, mlibatizwa kwa ubatizo gani? Wakamshibu, kwa ubatizo wa Yohana. Jua nini Paulo alizamia ile zamu ya ubatizo? Ni kwa sababu anajua waliobatizwa kwa jina la Yesu Kristo kwanza wana neema ya kukiri maovu yao yote na kuiungama. Na wanapoyakiri yote na kuungama, ndio maana unapopata neema kujua hii ujumbe, ukisikia na kugusa, ndugu yangu, pokea hayo na usifanye muzaka katika kile kipindi kia kutubu. Hato nilalaka na mnyama, kubali kusema. Hato likuwa mcha mwenye anaruka kurungo, kubali kusema. Hato likulaka mtoto wa watu, kubali kutamka havyo. Maana ile njoo neema yenye unapata ya kukombolewa na mubaya wote na uchafu wote, mali zote za kishetani zikuache. Ni lazima. Imeandikwa uweze kutumikia wanaume wawili, hapana. Ni lazima utamwacha moyo utumikie mwingine. Ni lazima ukubali kumkana shetani na vyake vyote mnyani kufanyishaka, ubimutupie. Kisha Mungu akate zile lie katika jina lake na kufiche damu yake. Mungu atusaidie sana. Kwa sababu imeandikwa, Yesu alipomwambia Nikodemo, hawezi kuingia ufalme wa mbingu wa Mungu usipozaliwa mara ya pili. Nikodemo alipozamia kuuliza, akamwambia, ni lazima uzaliwe kwa maji na roho. Kwa nini maji na roho? Kwa sababu maandiko yanatuambia mbele Mungu mbingu na nchi, dunia yote ilikuwa inafurikwa na maji, na roho wa Mungu alikuwa anatulia yulu ya mai. Ndio maana uelewe kama mai ina nguvu ndani yake. Mai ina nguvu ndani yake. Mungu alipoumba mbingu, si sasa ameketi mbinguni na duniani pahali pa miguu yake. Sasa hii mai ina roho gani juu yake? Ndio maana angalisho na ubatizo na uchukua ni lazima upitishwe katika lile jina la Yesu Kristo kwa ondoleo la dhambi, ili hewa zinazotua ndani ya yale maji zisikuingilie. Kwa sababu ukisema kwa jina la Baba, sina baba, imuna mama anasema ni baba yetu tu. Ndio. Na watu wanasema ni baba wa wote. Salisie wote ni baba yetu tu. Na bana kukache bien sana. Mnawaza mko mnatoa mtu kwa Kristo kama kuna mtolea bimaimuna. Mnawaza mko mnatoa mtu kwa Kristo kama mtu mnamtolea bacha wenye bashakandika watu mumabijito vya mai. Mungu awasaidie sana. Unaweza tu kushinda kama umeingizwa kwa jina la Yesu Kristo. Ndilo jina lenye mamlaka la kufukuza kila mizimu yote mbali na maisha yako. Kila miungu mbali, kwa sababu najua kweli lile jina
lilitundikwa hadharani. Kweli lile jina lilivuja damu hadharani. Kweli lile Yesu alikuwa sadaka iliyo hai. Ni lile jina tu ndilo lilotokolewa ndani yake. Paulo akabauliza, "Je, mulibatizwa batizo gani?" Aliyua njia moja tu ya kuzaliwa mara ya pili na uwe kiumbe kipya na tabia mpya ni njia ya ubatizo kwa maji na Roho. Lakini hata kama ni kwa maji na Roho, ilikuwa ubatizo wa aina gani? Wakamjibu, kwa batizo wa Yohana. Paulo akakumbuka kwamba Yohana alikuwa anabatiza watu ubatizo wa toba, lakini niko nawaambia bangwe mwenye anakuya, sikumbuka mwenye anakuya njoo mwenye anakuya kukufia dhambi zetu. Maandiko yanasema waliposikia hayo bakajikuta vikwanto, haba kudisikita kama watu bakakubali. Na maandiko inatupatia proof, evidence ya kwamba balikuwa wanaume wapatao 12. Kwa nini Injili ya Petro tunapata watu 1000? Na kwa nini ujumbe wa Paulo tunapata wanaume karibia 12? Ni kwa sababu katika Injili ya Petro Mungu alikuwa anaweka msingi. Mungu alikuwa anajileta yeye mwenyewe kwa Roho Mtakatifu kuwa msingi wa kanisa lake, kuwa lile jiwe kula pembeni, kama yeye peke njoo Baba ambayo limetafsiriwa kuwa Bwana wa mabwana. Hakuna mwanaume mwingine, hakuna bwana mwingine. Shetani hana wanaume pale, ni yeye njoo Bwana. Na wewe mwanaume wala mwanamke unaamini Yesu Kristo, ni wewe njoo bibi yake. Yesu alikuwa anakia kuvunja ile trinite, na yeye peke kujipasula mwile vipande vitatu kwa utukufu ya jina lake. Kimwili anakula mshaka, kiroho anakupa pumzi, nafsi anailinda kuwa mali yake. Angalisho. Kwa hivyo Injili ya Petro, wale watu 1000 ilikuwa siri ya ile jiwe kula msingi ndiye Kristo, na kanisa linaanza kushinda. Katika Injili ya Paulo, hii idadi ya watu 12 ilikuwa inawashiria yale makabila 12 ya Israeli. Kama neema ambayo ilikuwa ya Israeli, haki ilikuwa ya Israeli, lakini walipomkataa, walipomwacha Bwana wao, waliposhindwa kumtambua, neema ikatuangukia sisi mataifa. Ni pale tumeitwa Israeli, lakini sisi hatukuwa Israeli, tulikuwa mataifa. Lakini Mungu alilifanyaka akiwa na mpango. Angeanziaka kwetu, angeishia ni kwao. Ndio maana maandiko yanasema heri mwisho kuliko mwanzo. Na Mungu haone vile ulianza, anataka kuona vile utamaliza. Usijivune, jana mimi nilikuwa kalisasi, mimi nilitumikia Mungu miaka 30. I don't care about your 30 years of the services, of the work, of your gift. I don't care about it. Sijali ile miaka, lakini ninajali leo yako ukoaje na Mungu. Mungu atusaidie sana. Unafikiria Bwana Yesu kazi aliyoifanya? Ndipo pale nikawaambia, ambapo nimetoka kusema, usitake kuona wingi wa watu. Ingelikuwa hivyo katika hao wanafunzi 12 na hao wanawake 3, ujumla walikuwa ngapi? Tuseme 15 na mafamilia zao. Hawa watu ambao walikiaka kushiriki Bwana Yesu. Paka Petro akamwendea Bwana akasema, Bwana, waruhusu watu warudi manyumbani, maana tazama sasa hakuna na chakula hapa. Unajua nini Yesu alikuwa ameikala kulijua na waangalia? Alikuwa kuna basoma wote kwa ujumla. Kisi balikuwa ni siri ya kiti cha shetani ambacho kimekuja kufurika mbele zake. Ufalme wa shetani umekuja kujificha watu wake. Bali watu 1500. Ilikuwa ni ufalme wa ibilisi ambao umekuja kuzungurukia. Bwana kaikala kimya akawasoma mawazo yao. Hawana mwataka neema kama Mungu, banakia tukupeleleza kuangalia maendeleo. Kushangala tujui biko sasa tubitono vide. Ni ba mnyama. Yesu akuwapatia kaneno. Alijinyamazia akajikala kaya wanatakiwa vya mwili
baikale bachunge pale chakula cha magharibi, bachunge pale masamaki na mikate bakule barudi. Mungu atusaidie sana. Ndio maana usitaki kuona wingi wa watu. Ingekuwa kwa wingi wa watu ndio siri ya wokovu, Yesu angesema njoo napata watu ale karibu sana, angepata sifa, angejisikia kusifika na angebaacha badumba hao wengi. Lakini Mungu alitumia hekima, maana alijua kile anachokileta ni siri ya njia nyembamba, sio siri ya njia pana, sio siri ya walio wengi, ni siri ya wale wachache. Ndio maana fumbo la kanisa watu tunalikuta linakuwa linafunda sura ya piramidi. Why? Kwa sababu huku mwanzo wanaoanza, wanaomjua Mungu, wanaomtaka Mungu tuko wengi. Lakini Mungu ataprove upendo yako kwake siku tamaliza. Ndio maana walioanza si wote waliomaliza. Mungu akusaidie, akupe mwisho mzuri. Kwa nini? Huwa kuna njia Mungu anaona huyu hakuwa anakumkata, huyu hakunifaa, anamtosha, kwa sababu anajua idadi ya wale ambao alikuja kutafuta. Na hawatavuka isipokuwa wale wanaopotevu, na hakuna atakayepotea. Mungu atusaidie sana. Yesu akakaa kimya akaangalia. Kama ilikuwa atakupresha kajinyamazia. Akasema nyamari chosata kenye shetani amekitafuta mimi nakiwa na wala sitakimupa. Paka Petro akasema sasa Bwana waruhusu watu waende kwao. Mungu akayua kinyo aba anatafuta ni vya mwili. Tazama hakuna chakula hapa. Neno hakuna. Chakula hakuna. Yesu alichukua chakula chake ni cha wale wa nyumbani mwake. Ni cha wale ambao wako ndani ya neema, wale ambao wameteuliwa na ile wokovu, wale ambao wameteuliwa na Mungu. Ndio maana idadi ya wingi wa watu isikudanganye. Afadhali uende kwenye ile kundi ndogo benye ndio wanaanza. Benye boa bana watu endo ngadika na wale. Maana wako kwenye ile line pengine ya njia nyembamba, ama Mungu anawaandaa kuweza kuvuka ile bahari ya Shamu. Wende uvuke na hao. Maandiko yanasema Yesu akamuuliza akamwambia, hamna chakula hapa, si mwapeni? Yule mwanamke zamu ya mama akasema, Bwana, tazama tuna mikate tuna samaki wawili na mikate 5 tu. Kumbuka samaki wawili wali represente mwanaume na mwanamke, sex féminin na sex masculine. Ama kwa jingine wali represente beusi na bazungu, wema na wabaya, magugu na ngano. Mikate 5 iliwashiria zile huduma zote 5 za Yesu Kristo. Maandiko yanasema akamwambia mbilete hapa, akabibariki bikaja. Mungu aliyua ana uwezo wa kujilipua mvua mingi baki mwili na papa. Ndio maana maandiko yamesema ninaponyesha mvua yangu na nishia wema na wabaya. Alijota kama ni wabaya basi bapata tabile vya mwili bibasaidie bukuche mara pili juu kesho batakuwa kilalo watu wake kuvuka. Ndio maana usiwahi kudharau mtu. Kila mtu ana haja ya mwenzake. Kila mtu leo unamdharau, kesho utamtamani, kesho atakuwa msaada kwako. Usimtese mtoto wa mwenzio. Wewe baba unalea mtoto wa bibi yako, usimtese na usimbague katikati ya watoto. Jambo hili liliwahi kutupata. Kwa neema Mungu kwa mbele nitaliingilia, nitalizamia ili upate kuelewa. Kipindi kile nilianza niwaambia nina mtoto ambaye nilimpata kwa nguvu ya Mungu pekee. Na hakuwa wa bwanangu, kwa sababu ule mtoto hakuwa wa bwanangu, hapana. Mzaliwa wangu wa kwanza, kifungu la tumbo yangu, mtoto wangu wa kwanza, damu yangu, uhai wangu. Ule mtoto alikuwa siri yangu na Mungu. Bwanangu alimtesa kiasi ambacho mbingu zikakasirika, zikarevenge, zikalipiza kisasi, ambacho kilisababisha hata watoto wangu wote kuchukuliwa na serikali, na wakaenda kulipa huko mateso ambayo baba walitesa mtoto wangu, wakalipa. Angalisho sana na kumtesa mtoto wa mwenzio. Uko mama umeolewa na baba mwenye kuwa na mtoto, kama unataka kujenga ile ndoa, penda ule mtoto, kwa sababu roho ya huyu bwanako utaishinda, utairekiperema huyu mtoto. Maana huyu mtoto ni uhai wa mume wako. Uko baba umeoa ama una mwanamke ambaye ana mtoto,
Kama unataka ndoa yenu iwe na amani, penda ule mtoto wa mke wako, maana uzima mke wako unafichama huyu mtoto. Ukijikwaa kwake utapoteza, na watoto wako uliozalana na ubibi watasambaratika, maana hauna mtoto duniani. Watoto wote ni siri ya Mungu, ni Mungu ndiye anapana. Mungu atusaidie sana. Samahani na mafua makuu, lakini haiwezi kunizuia kufanya kila ambacho Bwana wangu ameniagiza kufanya. Nami kama bibi harusi inafaa kumnyenyekea Bwana na kuwaletea watoto ambao tumezaana na Bwana kwa njia ya wokovu, ili wapate kupokea, ama wale ambao bado wangali mimba wapate kuzalika. Paulo, baada wa Yesu alipobariki, si walikula wakafurahi. Juu aliyua njoni wanatafuta, kesho yake wakarudia. Je, Bwana aliwapa kenye walitaka? Hawakukipata. Au contraire, alitupa jeto bombe atomike katikati yao. Asiyekula mwili wangu na kunywa damu yangu hanistahili. Sasa hakuna mikate na hakuna samaki. Ile sana fanya nini? Deja anatenga wale wema na wabaya. Kama vile imeandikwa, hakuna mawasiliano kati ya nuru na giza. Ni yeye mwenyewe alitenganisha nuru na giza. Mungu akusaidie. Mungu akupe hatua mpya. Jua wakati Mungu analeta yepeke division ya kutenga kibaya na kizuri. Uko bwana mbaya, ipo siku Mungu atakutenga na mke wako. Hata mtakuwa mko kitandani, lakini atenda kutabakiaka. Uko bibi mbaya, ipo siku Mungu atakutenga na ule bwana wako. Siku itafikaka atenda kutabakiaka. Hii naikwambia. Mungu akusaidie. Mungu akukumbuke na kutie nguvu. Uko mtoto nalisha mzazi yako machozi, ipo siku Mungu atakutenga. Mungu atasababisha jambo ambalo litaleta pengine mauti, mama yako akufe, ubaki uko unateseka na mzazi mwingine. Utamkumbuka mama yako na wakati hawezi kumuona tena. Ama Mungu atasababisha hali fulani mama yako asafiri, ili upate kupata thamani ya mzazi yako. Nina mtoto yangu ambaye ndiye mzaliwa wa kwanza pengine wa mume wangu, ambaye alinitesa kweli, ila Mungu mwenye rehema alinisaidia na bado angali ananisaidia. Kila mtoto kadiri vile unavyomzaa. Taka kujua vipi nilibeba mimba ya mtoto. Ni wapi nilipobebea hii mimba. Kuna watoto wengi, kuna wana binti wengi, wa mama wengi mnabebea mimba mu lodge, mu hotel, sijui mu club. Ule mtoto utakapomzaa, usiwaza tafanana na mtoto aliyebebewa nyumbani katika ndoa safi. Never. Ndio maana haimaanishi kwa sababu umezaliwa na muombaji kwamba ni mbegu ya kiungu. Never. Ingekuwa ni hivyo, basi hawa wasingemzaa Kaini. Mungu atusaidie sana. Maandiko yanasema, Paulo akauliza, mlibatizwa kwa ubatizo wa aina gani? Wakasema kwa ubatizo wa Yohana. Akamwambia, hata mlibatizwa na Yohana. Ubatizo wa Yohana ulikuwa kuambia watu kwamba Yesu, ulikuwa ubatizo wa toba, na aliwaambia watu wamwamini anayekuja nyuma yake ndiye Yesu Kristo. Wapendwa, wala wakudisikitaka na wakuleta mabishano, wale nyenyekewa wakarudia ubatizo. Swali ndilo hili, kwani waliobatizwa na Yohana kama waliweza kurudia ubatizo, wewe ambao umebatizwa na mtu bure usiyomjua hata vile anavyofanana, kwa nini ufanye moyo mgumu kurudia ile neema ulioipoteza bila kujua, ulioshindwa kupata kwa njia ya mchungaji mbaya ambaye alificha kweli kwako? Akakuficha kweli, akakuletea box fake ama mask ya kweli, na kumbe haikuwa kweli. Sasa unapopata hiyo kweli, basi kusaidie kujua kwamba kumbe hata nishakabatizwa mbaporumba sipaki mejuli kwa Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na ile batizo haikuwa njoo ya kweli. Nina haki ya kuungama dhambi zangu na kubatizwa kwa jina la Yesu Kristo ili niondolewe dhambi na nianze safari njema. Una haki ya kurudia ile ubatizo. Una haki. Na kukuonesha kwamba hii ndio wokovu ya kweli. Uonake mtu mwanatoka mbwa Katolikani na mbwa porola mbwa sepaki, hakuna mwanampiga vita.
Lakini pima kutoka mwile madini sasa uingie mwi ujumbe wakati wa jioni. Ama ujumbe ya ubatizo katika jina la Yesu Kristo. Bata kuinukia na mapembe. Usifanye vile, ni dhambi. Usifanye vile. Hawasibatiza mara pili. Mbele ya Mungu haujawahi kubatizwa, maana mbingu hazijui ubatizo yako. Mbingu hazifahamu ile ubatizo. Maana ubatizo wa Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, hata kupata hata nafsi moja yenye ilibatizwa kama vile. Hakuna. Kwani walioambiwa kubatizwa si ni mitume? Sasa kama mitume waliambiwa kubatizwa ile ubatizo, kwa nini hawakubatizwa wakachukuliwa Yerusalemu ili wangoje Roho Mtakatifu? Sikupe kuyo kwamba mbatizo wa Baba, Mwana na Roho Mtakatifu hakuna kilichofanyika. Ni ile tu unafiki na kazi ya shetani, kwa sababu ndiko nasema kazi yake alikia kuiba na kuharibisha na kuua. Anataka kuharibisha watoto wa Mungu, kuleta ndani division. Anataka kuiba siri ya wokovu. Yesu na anaimuficha. Kisha anaenda kutumia kuua nafsi za watoto wa Mungu ili muweze kupotea milele. Kumbuke imeandikwa, nafsi inayotenda dhambi ndio itahukumiwa. Kwa hivyo kama nafsi inayotenda dhambi itahukumiwa, hivi unawaza sasa ubatizo wa Baba, Mwana na Roho Mtakatifu itakuokoaje wakati ya kupatia tena neema ya kutubu? Itakuwa ya kweli je wakati hayadiwe kwamba ni ahadi tu na watoto wetu? Si Mungu akufungue macho mpendo upate kuona. Kwa hivyo waliobatizwa na Yohana wakarudilia ubatizo na Paulo. Na maandiko yanasema Paulo alipowawekea mkono, kwa sababu wamekuwa kimoya na Paulo, Roho wa Mungu hakuchelewa akashuka juu yao. Na alipotua juu yao wakaanza nao kusema kwa lugha mpya, sawa wale wenye walibatizwa na Petro na Abugizi, na walipokea Saint Esprit na wakatabiri kwa lugha mpya. Wapendwa, na maandiko nasema wote ujumla walikuwa wanaume wapatao 12. Watumishi wa Mungu, angalisho sana na kuwekea kila mtu mkono. Kila mwenye anakiko najificha mtumishi, niko mtumishi wa Mungu, taka sana kumchambula. Tumikisha maandiko. Maandiko nasema chunguzeni kila roho kama imetoka kwa Bwana. Muweke kwenye Urimu na Thumimu yetu ya Agano Jipya ni hili. Ukikuta ni kweli, taka kupata mchungaji mahali anaombea, ufate ukweli. La sivyo omba Mungu kabla mpe madhabahu. Omba Mungu mtulia hata kama uko mchungaji. Mtu baka anambia, basi mimi kazi yangu niko mchungaji, mimi siko na bishu nione. Hivi na ndoto ulotake basi. Hata uko mchungaji, unasoka mhudumu ya uchungaji, iko katikati ya wenye uhai waine. Ni ile sura ya mwana wa mtu. Unasahau hilo. Hii habari ya simba, huu mnyama wa kwanza mwenye uhai, si siri ya manabii na mitume. Siri ya tai, si siri ya unyakuo, siri ya evangelist ya kwenda kunyakua watoto wa Mungu, watosha mungiza. Mungu awasaidie. Hiro ya mchungaji na mwalimu sina fichana pa msura ya mwana wa mtu. Hata hivyo maandiko yanasema wana mabawa 6, 2 ya kufichika uso, 2 ya kuruka na 2 ya kuficha miguu. Kwani sutulio wachikitana ufichike miguu yao, basi ya wanaume ufichike miguu yako ya wanaume, utoe hata chini. Ficha macho yako isione vinyo kunaona. Taka sana roho yako iambatane na Mungu, akupe kuona kilicho ndani ya pasi ya huyu mtu. Maana maandiko yanasema roho ya manabii anatii manabii. Hata uko mchungaji lakini bado wewe ni roho ya nabii. Wewe ni roho ya manabii. Mungu akusaidie sana. Mungu akupatie macho ya ndani na nje. Paulo sio nabii. Paulo alikuwa ni mtume. Petro ndiye alikuwa nabii. Mungu atusaidie. Maandiko yanasema Saba alimaliza kubatizwa, njoo akawawekea mikono. Kipindi fulani nikakuwa na mtu mkanso, alikuwa mtumishi, alikuwa anajiita Reverend Pastor. Lakini mwizile huduma tano siasikia habari ya huduma ya Reverend. Unapojiita Reverend Pastor, kubali hapo hapo tayari wewe ni mnyama.
Sura moja ya utu, mengine ni mnyama. Unajificha musura ya utu ya mwana mtu pastor, lakini wewe ni revera. Uko mnyama kutuma cha kuzurazura hao ya kwa kitu. Akasema si unaweza tu kunokea tu mkono bila hata kushina mimi nabatiziwa. No, ule ni mwiza na kia kuiba haki ya watoto cha Mungu. Paulo hakuwawekea mikono hata kama walikuwa wamebatizwa na Yohana. Hakuwawekea mikono kabla wakubali kurudilia ile ubatizo. Kwa sababu kama wewe ni mbegu ya Mungu, ni lazima utakubali kushuka mbele ya Bwana Mungu wako. Kwa sababu hili neno ndiye Mungu mwenyewe. Walipokubali kushuka ndipo Paulo akawekea mikono. Sasa unakimbilia kuwekea watu mikono, sasa ni watumishi wakaribisha mtumishi wa nani? Bana kutumikia wewe lakini sio Mungu. Na ni wewe utabalipa lakini sio Mungu. Mungu atusaidie sana. Kwa hivyo, wewe ambao ulikuwa na ile swali kwamba basi mbona mimi kwaisha batiziwa zamani mba Pentecoste mba poro, basi ndabatizwa tena tura pili aye. Uniombe tu ni kwetu Mkristo kama wengine, siwezi kukuwekea mkono, siwezi. Siruhusiwe na Mungu aliye juu, siwezi. Baba yako wa mbinguni ananikataza kabisa. Kwa sababu kama uko mwana wake, kama uko mtoto wake, lazima usikie sauti yake na ushuki na ukubali kuipokea. Kama vile hawa wanaume 12 hata walikuwa wanaume walinyenyekea na walishuka. Sasa weka nyeri bure. Wewe sijui kambale kama sijui majambere. Na elimu yako na madokima zako, mie niko na certificat ya pastora. No. Certificat tu ni Saint Esprit. No, hakuna mambo ya vile. Najua unaweza kujiandikisha ili kutamani kutembea kwa utaratibu, lakini angalisho. Kazi ya Mungu sio biashara. Tenganisha ya Kaisari na ya Mungu. Mungu akusaidie sana. Maandiko nasema kile kitabu cha Matendo ya Mitume. Paulo akasema ubatizo wa Yohana ulikuwa wa toba. Aliwaambia watu wamwamini yeye atakayekuja baada yake, yani Yesu. Waliposikia hayo wakabatizwa katika jina la Bwana Yesu. Paulo alipoweka mikono yake juu yao, Roho Mtakatifu akawashukia, nao wakanena kwa lugha mpya na kutabiri. Walikuwa kama wanaume 12. Unaona gizi batemo no de Jésus iko na kuletea na prove ya bangapi wenye wameipokea. Mungu atusaidie sana. Tukiingia mu 16 inakuonyesha yule mwanamke mwenye aliwapokea kana jamaa yake hotelele siku akabatizwa. Mungu hata kuficha na namba anaikupa kwa sababu anayua mnyama pia naye ana namba yake. Angalisho sana. Angalisho. Utawazo kuna batizo kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Mejuma ndiko haiprove hata mama alibatizwaka. Kumbe kuna bandikiwa 666 bila kuiwa. Maana misiri ya mpinga Kristo na ni wale wenye ile siri ya ubatizo Baba Mwana Roho Mtakatifu ni wale waliotundika mitume na kuwaua ili wasitangaze ile ubatizo wa jina la Yesu Kristo, ili ile neema isienee dunia, watu wasipokee, wasijue na wasitumikishe. Junjo siri ya kuokoa watoto wa Mungu. Junjo siri ya wokovu na ukombozi. Kwa hivyo kama ukilipuzia hili na kama ukisema siwezi, no, siwezi, bakia vile kizuko mbinguni kwenye Paulo atekala, huwa hautaingia. Hautekala pale. Kwenye Petro ataingia, hautaingia. Maana hamufungiwa kwa ile agano. Mwe hauna ile pete. Hauna ile agano. No, hauna. Unake mariage sabi kama nainungisha. Hata mumekotola kama wafanyana ile pete wafanye ile maagano wasemiane ile maneno. Ile ndio enda kwa hayabarikiwa bado. Ina kwa hayafunganishwa bado jamais. Na sisi hatuamini kubariki ndoa ya Kiana na mwanamke wala Kiana na binti wenye maisha juana. No. Sikatali. Unaweza kuwa fie mere ama uko mam uliokoka ukiwa umezaa. Bakia vile paka Mungu ama kupatanisha na baba mtoto wako, ama Mungu akufungulie mlango mwingine.
Lakini akikufungulia mlango mwingine, haupaswi kulala na huyu mtu. Ama hata ukiokoka ukiwa na mtoto na haujulikane kuwa mwanandoa, hata ni baba mtoto wako, hauwezi kulala naye kama Mungu hajawafungulia ile mlango. Hauwezi, haupaswi. Lakini ndoa za mingi mnaanza kwanza kujuana kule, mnakula mnashiba, ndio mnakia kukufuru Mungu makanisa na bapasteri, mnabariki mariage jamais. Basha bebeshana na mamimba bafie na babiana, bapasteri nasema mnakia mnabariki jamais. Sio hivyo. No, hiyo sio ndoa kabisa, sio ndoa. Mnafanya tu, mnapoteza, mko tu nafanya tu maski kwa Mungu, zile ndoa hazijulikane jamais. Pengine bwanako alikufaka. Pengine mliachanaka kwa njia moja wala nyingine, kwa sababu kuna njia ambazo Mungu anaweza kuruhusu mwanamke kuolewa tena. Ambapo tulipata katika Wakorintho wa kwanza kama ilikuwa 7:11 kuhusu msioamini akiolewa na muaminifu akioa msioamini, kiza hapashi kumwacha, na muamini akiolewa na msioamini, yani mwanamke muaminifu akiolewa na msioamini, banakubaliana kubakia basi achane, asimwache. Na wewe mwanaume muaminifu ukiwa msioamini, mnakubaliana kukaa pamoja, usimwache. Lakini kama ule msioamini akikwacha wa kwanza, haufungwe kwake. Ndivyo neno la Mungu linavyotushuhudia. Kwa maana Mungu ametuita sote tuishi kwa amani. Kwa njia nyingine, ile ni neema Mungu anakupatia, jo ananisa kutenga nuru na giza. Kinaenda vile kwa Afrika mata njia, kimbilia kwa Mungu, Mungu akusaidie. Kisha utulie mikono ya watumishi wa Mungu akulee mpaka pale kwenye Mungu atakusaidia kukuletea nyota yako kamilifu yenye natoka Mwokovu. Nitakwambia kweli, kuishi na mwanaume msioamini ni kuzimu ndio naishi. Kuishi na mwanamke msioamini nije na mjoko ndani. Kwa sababu ni kugumu sana Mungu kupata mlango katikati ya nyinyi wawili wakati hamuko katika roho moja. Mungu atutie nguvu sana. Hata hivyo, Mungu anapokufungulia mlango ya mchumba mwingine ama mtu mwingine, kwa sababu wewe hata kama ulishaza unapopokea Yesu Kristo mbele ya Mungu, wewe ni bikira tu. Ni bikira wa Yesu Kristo. Yes. Na sisi hatuamini poligami, hapana. Ndio maana unaweza kuolewa na mtu, au unaweza kuoa mtu kwa ghafla, kwa tamaa zenu, kumbe sio nyota yako. Kuna vile Mungu kumbe atabatenga kabisa. Mwenyewe atabatenga. Kwa sababu Mungu hatakubali dhahabu yake, nafsi yake, nafsi ya mtoto wake ipotee juu yako wewe bwana. Wale potee juu yako wewe bibi. Kuna kile Mungu atafanya. Sababu Mungu anasababisha takifo kia ghafla. Ama anasababisha jambo la kuwatenga kabisa. Hata mlikuwa mumezaa. Kuna vile wanaume mnatoka nje mnachafua ndoa zenu. Kuna vile mama mnatoka nje mnachafua ndoa zenu. Kwa hivyo inapochafuka inakuwa kama maji kwenye kitano, nafikiri hapo kuna ndoa. Hakuna kitu. Mwache unafika kutumasiki kama mko madina chako kwa Mungu, amebaona kabisa hakuna kitu, ni maji mubitano. Mungu atusaidie sana, kwa sababu imeandikwa ndoa inaheshimiwa na watu wote na kitanda kisiwe na uchafu, kwa maana Mungu ataribu washirati na wazinifu. Kwa nini ndoa heshimiwa na watu wote? Ya kwanza, beba mtoto wa watu mheshima ya Mungu, na wazazi wake wakukubali, na wazazi yako bakubaliane, kwa sababu uko damu ya wazazi yako na huyu binti ni damu ya wazazi yake. Attention babiana kuchezea maisha wa dada fulani. Ile mzoko unafanya kwa ile binti, na wewe binti kuwa makini sana. Sio kila kiana kwamba mchekee. Lilo ya msika mwenye anajishimia haipaswi kutoka wala kuonekana tu fua. Sometimes inakupasa kuwa na macho kama miali ya moto, kama polisi. Maandiko yanasema Yohana kaona macho ile mtu ilikuwa anatokea miali ya moto. Taka Roho Mtakatifu akusaidia awaki kama tanuru katika macho yako. Kiana watu kuna mwangalia ngaliki mdogo, angalia anasoma, anaanza kumremburia. Nyoka mwanamke, we binti nyoka. Jezabel mzima. Kahaba mkuu. Umetuma na shetani kuele nafsi, kuikatikizia maisha. Nani alikuambia? Kiana mzima anaanza fungulia macho kabinti kabatu. Kangali kadogo kabatu sama kangali kiataka bikira. Wala hata hivyo, pengine ameshapita mapito yake kula, amechoka na maisha. Unataka kuchezea maisha ya mtu?
uhai ule mtu utalipa, mimi nakwambia. Mungu atusaidie sana. Sikukuwa na haja kuingia kule sana, lakini kila kitu na wakati wake. Ukikatala ile neema kuipokea, what can happen to you? Ni nini tukio lake? Ni nini ambacho Mungu anakiagiza kifanyike? Ile 19 na sasa mstari wake wa 8. Kama sidanganyike. Paulo akaingia katika sinagogi na kunena humo kwa ujasiri kwa muda wa miezi 3, akijadiliana na watu na kuwashawishi katika mambo ya ufalme wa Mungu. Lakini baadhi yao walikaidi, walikataa kuamini na wakakashifu ujumbe wake mbele ya umati wa watu. Basi Paulo aliachana nao, akawachukua wanafunzi, naye akahojiana nao kila siku katika darasa la Tirano. Jambo hili likaendelea kwa muda wa miaka 2, kiasi kwamba Wayahudi na Wayunani wote waliokuwa huko Asia wakawa wamesikia neno la Bwana. Amen. Maandiko yanatuambia après kubatiza watu 12, après beaucoup recevoir le Saint-Esprit, baliingilia masinagogi, yani makanisa jirani ama makanisa ingine ama bakristo. Sagizi mtumishi aende atembele kanisa zingine zeziko kando kando kama mgeni wa ile mahali, ilikana kwamba aweze kusikia ni nini, kama wataweza kupokea ile ujumbe ambao anashawishi watu kupokea ufalme wa Mungu. Kuna mashawishi mabaya, kuna rafiki ama mtu unaweza kumpata anakushawishi njia za mbaya, lakini Paulo alikuwa na washawishi watu kuamini ujumbe wa ufalme wa Mungu, maana alikuwa anawatangazia ufalme wa Mungu, na ufalme wa Mungu ndio siri ya hiyo kovi na kuleta inakubeba katika ufalme wa Mungu, maana hauwezi kuingia bila kubatizwa, bila kuamini na kubatizwa, na tunaamini kupitia kusikia. Mungu akutie nguvu na akusaidie. Kwa hivyo kwa njia moja wala ingine, Paulo alipoingia kwenye masinagogi na watu wakawa bamekatala kuamini ile ujumbe. Sasa unaweza sikia message unapuuza hata kama nilishabatizwa, hata kama kuko chance ya kurefer bapteme, ya kurudilia ubatizo, lakini that's too much. Nianze tu kushimama mimi mtu mzima, nianze kutubu kama nilalaka na bwana watu, kama nilikamata bwana watu, kama nilogaka bwana watu, kama nilalibisha kama mtoto watu, ni vitubu tu hivi mbele ya watu. Ndabakiana na siri zangu. Si Mungu anajua, natubia tu mro. Unakatala ile neema. Maandiko inasema Paulo automatiquement akajitenga na wale watu. Unaweza kwa utanisema public, mimi roho yako menikufuru, menisema tu. Mimi Mungu ananiruhusu nijitenge na mtu kama wewe. Kubali mimi nakatala ujumbe, tunapaswa kujitenga nabo kabisa. Vomi kama ulikuwa uyasikia, tutakusogelea tukutangazia hayo. Ukipokea tunaunganika msafari ya kwenda mbingu. Na ndimo katika ile muungano wenye wamepokea, ndimo mnele habari ya kukusanyika kama desturi ya waaminifu. Maana Mungu anakubali makusanyiko yenu. Ndimo mna habari ya kushirikiana katika upendo wa ndugu kama wa ndugu na wadada katika Kristo Bwana. Ndimo mna habari ya kumega mkate ambao karibuni, ambao nilitamani kuzungumzia lile jambo leo, lakini kulingana na hili swala la kurudia ubatizo imenipasa nirudie nyuma kidogo ili niweze kulijibu kimaandiko, kukuonesha kwamba waliobatizwa na Yohana wao pia walikubali kurudia ubatizo kwa njia ya Paulo, na walipowekewa mkono wakapata Roho Mtakatifu, kana kwamba wewe mtumishi wa Mungu siwahi kuwekea mtu siye muamini kwamba amechukua hii njia. Pili ama ine, wakawa wanashirikiana pamoja pia kimaombi. Na huku mbele Mungu akitusaidia wiki ijayo nitarudia sasa habari ya meza ya Bwana, habari ya kumega mkate kimaandiko, na pia habari ya maombi. Kumega mkate ni siri ya meza ya Bwana ama Pasaka ya Bwana, kumbukumbu la mauti ya Bwana wetu na Mungu wetu.
Kusali ni katika ile umoja. Kuna watu wengine maandiko nasema mnaomba hamupati kwa sababu mnaomba vibaya. Unaweza kuniambia kwa profeti fulani, kwa nabii fulani watu wanaomba kama napata. Unajuaje kama ule mtu ako kinyume mapenzi ya Mungu kama vile nimekuonesha hapa? Si maandiko nasema mwenye walikatalia ile ujumbe Paulo alijitenga nao. Mungu akaruhusu Paulo akamate wanafunzi wenye wamepokea ujumbe. Vombe baada wapangisha tasale kwa masomo. Baka kwa wanaingilia mudarasa la Tirano. Muda wa miaka 2 bilikuwa nakusanyikia pale. Kwa sababu alitangaza ujumbe mu makanisa panda tuwama hawakuikubali. Sagizi kwa sasa kanisa limekuwa biashara ya wachungaji. Na ndio maana wanaogopa kutosha kweli watu wasiwakimbie, sadaka isipungue. Uko napigania sadaka ila Mungu atakutapikisha zile nafsi. Wewe na zile nafsi nyote mtenda njia moja. Na zile sadaka za wale watu hazitakuokoa. Maandiko yanasema tokeni katikati yao enyi watu wangu, ili msije mkahukumiwa pamoja nao. Mungu akusaidie, akutie nguvu na akupe kujua kwamba hii ndio ukweli, na wala usifanyie moyo mgumu, maana Mungu ni mwaminifu kwa neno lake. Hii ni siri ya agano jipya Mungu anatamani kufanya na wewe mwanadamu. Hii ndio siri ya Mungu kukuja katika sura ya mtu ambaye ndiye Yesu, ili apate kisi ya kufanya agano jipya kwa njia ya damu yake mwenyewe. Mpendwa, kifo cha Bwana Yesu kilikuwa kifo cha aibu. Maandiko yanasema walikuwa wanampiga, kila wakimpiga na nyama zinatoka hesabu ya yale machungu. Bakipiga mgongo na nyama zinatoka mpaka mfupa mgongo inaonekana hesabu ya yale yote. Unajua vile siki navyowasha. Lakini alikubali ile damu yake iwe kisa na sadaka ya kuondoa dhambi zako kama utasikiri na kuziungama. Sio mambo ya kukirimia kimoyomoyo, no. Kimoyomoyo kama tayari umeshapata asili ya agano jipya, kama tayari umeshatubu dhambi zako na kuziungama na kubatizwa kwa jina la Yesu Kristo, hapo unazaliwa upya. Ndipo unaanza sasa safari ya maisha ya wokovu, kwenye sasa ukikwala Roho Mtakatifu anakugusa, unatengeneza kimoyo. Na kama umekwala kwa mwenzako, maandiko yanasema lazima utaenda kumwomba mwenzako huruma. Kama umeaibisha kanisa, lazima utaungama mbele ya kanisa. Mungu akusaidie mpendwa. Kubali kufanya agano na Mungu wako. Kubali kupokea agano jipya, kisa cha mauti ya Mungu mzima duniani. Hata katika hayo Bwana alizisimia mauti, ili zile nafsi zilizokuwa zinafungwa kuzimu ingalau kubali kufa mpaka aende azifungue. Mpendwa, bila mauti ya Yesu Kristo paradiso haikukua. Bila kifo cha Yesu Kristo, bila wokovu mjina la Yesu Kristo, kila anayekufa kinyume ya wokovu, kuzimu nafungwa. Hakuna kwenye unaenda kwa sababu paradiso hutaingia. Je, ule mwizi kumsalaba aliyemkashifu Mungu na kumkatala na kumzihaki, je, aliingia na Yesu paradiso? Jibu ni hapana. Lakini huyo aliyekubali na kujaribu kusamini na kukubali maovu yake, Mungu alimwahidi kwamba paradiso watakuwa pamoja. Watakuwa naye hewani peponi, wataingia pamoja. Utanambia mbona ule mwizi akubatizwa akakungekuwa haya batizwa wakati sasa Yesu alikuwa yakata roho juu afuke na mwili ya utukufu, na baada mbinguni narudi kama Roho Mtakatifu kunja pate kosi na hii kweli aipokee. Hakukukua wakati ule ndio alikuwa wa mwisho ambapo Mungu alipanda naye mwili hali ya kufundikizia habari ya agano la kale na kufungua agano jipya. Na Mungu ndio mwenye alifungua na paradiso wa kwanza, maana wale wakina Noa wakina Enoka wote walikuwa wanafungwa kuzimu. Kristo alipokufa na ile nafsi akavuka naye, na ikawa mmoja wapo sasa ya kufungua mlango pia kwa wengine walikuwa wanafungwa na wapate kupata neema ya kuingia paradiso. Mpendwa, paradiso nimepafika, ni pazuri sana. Ni katika wingu lenye liko sasa bless ciel, wingu kabisa la utukufu nzuri. Watu kuwa na furaha, wanaishi katika uwepo wa Mungu. Ila nilikuwa kanapita tu, nilipitisha tu katika ile maeneo kupita tu, nikiwa naona na wakanifurahia sana. Lakini walijua ni mama yetu anaenda tu angali na kazi. Mungu
Mungu akusaidie. Ni ushuhuda mrefu sana. Si kwamba Mungu atanijalia neema baada ya kupitisha hiyo ujumbe yote na kuimaliza. Pengine kuna kipindi kitafika cha ushuhuda wa mama, ushuhuda siri ya mbingu, siri ya kuzimu na siri ya mapepo wa anga tunaopigana nao. Mungu akusaidie. Na pia siri ya vita, siri ya mapepo wa baharini. Mungu akutie nguvu mpendwa. Maandiko nasema ukikatale ile neema, hakuna tena relationship, lazima kutengana. Wahi haraka sana, piga ile namba ikusaidie. Kama kuna mchungaji unayemjua ambaye anatangaza ujumbe, enda kabisa bila kuchelewa. Huko mama, endana na kizazi chako. Huko baba, endana na familia yako. Yoshua akasema, mimi na nyumba yangu tutamtumikia Mungu, tutasimama na Mungu wetu. Wapendwa, na hizi niishia hapa kwa leo. Kadiri vile mnavyosikia afya yangu sio nzuri, na imani Mungu atatusaidia. Na mzidi kuniombea Mungu anitie nguvu. Pengine kipindi cha wiki ijayo tutaweza kuchambua sasa mengi zaidi. Na najua hapa nikirudi sasa, nikikuja na mambo ya kufundikizia habari ya meza ya Bwana na zamu ya maombi, najua nitakuwa sivuke chochote. Nitakuwa nimemaliza deni ya waliokuwa na swali, vipi kubatizwa mara ya pili. Lakini ukweli kuna neema juu ya mtu uliyokatwa kwamba unaweza kuota tena. Unapobeba ubatizo wa Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, wewe ni mti wa uzima ya Mungu ambao shetani anakatikiza wokovu ya kweli na kubeba katika wokovu potofu. Yua kwenye kuko fake, lazima kuna original. Na yule kwenye Mungu ameweka original yetu, kuna fake ambazo shetani anaandaa huko. Toka mfake ya original ya kweli. Na Mungu atubariki sana. Basi tutaomba kwa kumalizia kipindi cha leo. Na kila mtu mahali ulipo, Mungu akusaidie na Mungu akutie nguvu. Tutaomba. Mtakatifu, mtakatifu Bwana Mungu mwenye nguvu, Baba, taifa lako, wana wako, binti zako, dunia nzima Bwana, kwako nimekabidhi sasa. Umesema neno lako ni mbegu. Baba, nimetupa mbegu kama vile ulivyokusudia. Na mwenye ulifuatilie, ulimiminie maji, uliwashie jua, utukufu kurudie. Na ruhusu watumishi wa Mungu wapate nafasi nzuri ya kupata kazi katika uwepo wako, katika ikulu yako. Kwa kupalilia wapalilie, kwa kutilia udongo watilie. Mungu sifa zikurudie, maana inajua kuna wako hata mwenye atapoteaka. Na munitie nguvu kiafya hadi siku tutakaporudi tena hapa. Kwa utukufu wa jina lako tutakushukuru Bwana. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Mungu awabariki. Ilikuwa ni sauti ya mama ushuhuda kutokea kwenye ikulu ya Mungu RMC ya Kingdom, ambayo imeandaliwa na UCR Glories Gold Department, ambapo kwa neema Mungu hapa karibuni pia tuna program ambayo inafunguliwa ya Glories Opportunity kwa njia ya makazi kwa wenye hawana makazi na kwa njia ya mashughuli mbalimbali. Mungu awasaidie. Na pia tuna kile ambacho kimeandaliwa kwa niaba ya wazungu pia, ambayo inaitwa podcast. Najua huku karibuni mtaipata. Mungu ana mambo mazuri anaotuandalia kwa wale ambao wanakubali kuingia katika ufalme wake. Amani ya Bwana iwe nanyi huko kama ilivyo nasi pia mahali hapa. Amen.